Nimekwambia fungua mlango wewe mpuzi. Fungua mlango kabla tujauvunja, fanya haraka. Sauti ya mwanamama aliyekuwa akasimama mlangoni kwa shari ilipaa huku na huko. Basi sauti ya mwanadada mwingine ambaye alimwambia yule mama mshari, alimwambia kwamba Kijumbe labda hayupo. Basi yule mama kwa sauti ile ya kupayuka akasema, hayupo? Kaenda wapi? Kaenda wapi mwana Isaya huyu asena haya? Yumo mtu anatusikiliza, anatuchora na kutucheka. Alijibu kwa sauti ile ya kupayuka. Jambo lilowafanya majirani na watu wengine kuanza kutilia maanani ile tukio. Yule mama hakuwa peke yake. Kulikuwa na wanawake wengine watatu wameongozana naye. Wote walivaa vijora vilivyofanana na walivibana ndani ya nguo zao za ndani ili visiburute vumbi. Basi yule mwanadada akatoa wazo lingine akasema kwamba anaweza kuwa kanisani labda. Basi kuna mdada mwingine tofauti na yule mama sasa ambaye alionekana ndiye kiongozi wao, akadakia akasema kwamba kanisani yanyoko. Alafu namtetea sana huyu kichwa dundulule huyu. Au kwa sababu alikuwa anakupa vichupa vyake vilivyokwisha. Yule dada akampa vidonge yule mtetezi bwana. Yule mtetezi naye akajibu kwa mapigo akasema, wewe koma ukomai. Kama ulitaka kupewa chupi na wewe si ungeomba upewe? Kwanza hata chupi zake zenyewe zisinge kutosha. Mtu usipoku kama wewe, mbele flat screen, nyuma shepe ya pazia. Chupi si zingekupwaya. Basi ndio dada akajibu mapigo na kuzidi kuvutia watu mbalimbali wa ule mtaa. Bado mlango waliokuwa wamesimama mbele yao haukufunguliwa. Yule dada naye hakuwa mpole, akajibu akasema, wewe na yeye mko nataka basi kidogo jamani. Tayari ushatuona vipotable kero. Wakati mmeo kutwa nzima kukimbizana na figa hii. Iza to carry, iza to marry. Kana ubonge wako pumzi yenyewe huna. Tako mbili tu naomba po. Alijibiwa. Basi yule mama akafoka akasema, hebu na yeye bwana kelele bwana, tumefuata chetu hapa. Sio tumekuja kuanza kuchambana. Dada ambaye alikuwa ni mwembamba kupita wote akajibu ya kwamba mama Kijumbe, huyu lazima aelewe anaongea na nani hapa. Mimi ndo msumari wa moto, chokonoa, uniwezi wewe puto. Basi dada alijibiwa hivyo, hakutaka ukaa kimya. Alisema ya kwamba wewe naomba unikome. Hapa ni mwisho wa reli, Kigoma umefika, na ukiendelea hapa na kunyanyua hata kwa dola kate, upo hapo bibi. Vicheko vikasikika kila mahali. Sasa watu walikuwa wamejezana wakitazama filamu ya bure. Si unajua tena Uswahilini. Basi mama Kijumbe akaja juu akasema kwamba nimesema nyamazeni basi nyewe wajinga. Wote wakafiata. Akamgeukia dada ambaye sasa mdote alikuwa kimya anamtazama. Akamwambia kwamba alafu wewe Erika, unawatazama tu wenzako. Erika akasema sasa mimi nifanyaje Kijumbe? Hizi ni pembe na masikio. Ukiingilia ugomvi wao tu, wewe ndio unakuwa adui yao. Baadaye utaona wanakunywa vibia uchwara, wakilewa wanakuja kukuchamba. Aliongea Erika, alionekana anawajua watu hao. Basi yule mdada mwembamba akajibu ya kwamba vibia uchwara, mbona mmeo juzi kashindwa kutulipia? Sasa aliyekuwa anagombana na mwembamba akacheka kisha mbenga akasema, halo, kisha akagonga na mwenzake utadhani si wao waliokuwa wanapeana vidonge muda uliopita. Erika akasema kwamba Kijumbe si umeona? Yaani wa dakika moja maadui, dakika ya pili mabesti. Basi yule mwembamba akarupoka tena akasema sasa uongo, mumeo ukajitia kupata viela vyake hapo vya mshahara, ukaja naye pale Maningo Pabu, kanunua vibia vile tu, kaona atachunwa katoka nduki. Basi baada ya kuongea hivyo Kijumbe akasema kwamba hebu basi mtufanyeni basi kilichotuleta tumalize jamani. Hapa tunatokea kuondoka bwana. Kijumbe aliongea kwa kali na kusogea kwa mara nyingine tena mlangoni. Basi Kijumbe akapiga mkwara kwa sauti ya juu akasema, wewe vai nakwambia fungua mlango, wewe vai, mbona unatupa? I said tutauvurumua sasa hivi. Kimya. Kijumbe akasema unaona hatujui. Kijumbe sasa alikuwa kawaka kwa hasira. Akageuka na kuwatazama wenzake. Kijumbe akasema kwamba hebu Adija na Erika njoni. Wewe kimbao zuia hapo sogea mtu. Akaamuru Kijumbe na ule dada mwembamba akabaki wakati wenzake wawili waliposogelea mlango wa mtu anaitwa Vai. Basi Kijumbe akasema kwamba tunasukuma mlango mpaka udondoke. Akaongea Kijumbe na kusindikiza na tusi kali la mama. Akaambia kwamba nahesabu mpaka 3. Nikisema sukuma, wote tunasukuma sawa? Akajibiwa sawa. Basi akasema 1 2 3
Kabla hajamaliza, sauti ikasikika ndani ikisema kwamba usifanye hivyo mama, natoka. Sauti ya upole ilisikika ikisema hivyo. Basi Kijumbe akasema kwamba toka haraka kabla sijapiga teke au mlango na kuuteketeza mbwa mkubwa. Kijumbe akaongea. Wakati huo sasa walikuwa narudi nyuma. Mlango ukafunguliwa. Akatoka mwanadada akiwa kavaa kijora ambacho hakikufanana na vya wale wengine. Alionekana kachoka nafsi, roho na mwili. Macho yake yalieleza kila kitu. Pale nje alipokelewa na macho ya watu mbalimbali ambao walizidi kuongezeka kadri muda ulivyozidi kuyoyoma. Kijumbe akasema kwamba tumefuata la zetu bibi. Aliongea Kijumbe huku sasa yaani ni kama ananesanesa upande mmoja, si unajua mdomo kaukunja kama kona ya kuelekea mafinga. Basi Vai akajitetea akasema kwamba nitalipa mama. Kijumbe akabana pua. Nitalipa mama nyo. Yaani hivi ningekuwa mama yako si ungenipa hata abaya, Vai akauliza tatizo ni abaya mama? Akabwata wewe usiniite mama wewe. Sina mtoto wala mjukuu mimi. Basi akasema kwamba nimekuelewa bicha usiku. Yule Vai alimtaja jina lake kabisa. Kijumbe akasema kwamba aleta lezetu bibi. Tunataka chetu sasa hivi. Aliongea huko sasa anagonga viganja vyake. Akasema kwamba ama la tupe friji lako hilo pamoja na hicho kitivi chako tukauze kufidia mtonyo wetu. Vai akajibu nitalipa bichao. Naomba muda. Sasa Hadija akajibu kwamba muda gani Vai? Muda gani besti yangu? Tumekuvumilia wiki ya 3 sasa, hata mimi mwenyewe nashindwa kukutetea. Nina majukumu pia. Nina mama mgonjwa na watoto wanadaiwa ada. Aliongea Hadija, yule dada aliyekuwa sasa anachambana na mwenzake mwembamba. Kijumbe akasema kwamba sasa hadi besti yako akuelewi. Mimi ndo nikuelewe? Vai akajibu Hadija, lakini unajua kabisa kilichotokea haikuwa dhamira yangu. Vai alijaribu kujitetea kwa mara nyingine. Hadija akasema wewe tena usinikumbushe ujinga wako wewe. Ulikaribisha mwenyewe matatizo. Ukajitia umependa, usikii, uambiliki. Haya kiko wapi? Kiko wapi shoga yangu? Vai akajitetea akasema sawa, lakini sasa wafahamu kabisa haikuwa lengo langu. Yule dada mwembamba akasema bwana sisi hatujiro bwana, ulikopa kikundi sasa tunataka marejesho tu. Habari za wewe siji na boga mwenzako mtajadili baadaye. Kijumbe akasema umesema neno la maana sana Sheila. Ndio maana mimi nakupenda. Kijumbe alikapongeza Sheila. Kale kadada kembamba kale. Asa Vai kwa utulivu kabisa akasema Kijumbe mimi nitalipa. Kuna mahali tu kuna mwanga na uona. Wiki tu kutajibu. Erika na Sheila akapayuka akasema tunaijua hiyo. Hadija alimpasha rafiki yake akasema hata wiki iliyopita ulisema hivyo hivyo. Ukasema kwamba kuna mchongo unaosikiliza, lakini hadi sasa hadi sasa nini kama sio chembwele? Hakuna kitu. Vai akasema kwamba na maana hata bado huniamini Hadija. Kweli kabisa. Hadija akasema sio kukuamini tu, mimi sikuelewa hata punje babu wewe. Umesikia Yaani hata mimi nikisikia umekufa mimi nitafunua kwanza jeneza na kukupiga jiwe ndio nitaamini kweli besti yangu hapa kweli umekwenda. Na sasa ni hadi utoe chetu ndio tutakuamini. Yaani hapa ndio nitakuamini. Ukishatoa chetu hapa ndio tutakuamini. Vai alishusha pumzi ya haja kidogo. Hakufikiria kama ana rafiki ambaye hata akipewa taarifa amefariki, basi huyo rafiki ataenda Vai atapigwa jiwe kuhakikishiwa kwamba kweli amefariki. Kwa hiyo kimya kikatanda kama kobe anatunga sheria. Kijumbe akasema kwamba wewe tunakusikiza bibia. Tuchukue friji na TV au unatulipa? Basi kale kadada kembamba Sheila kakaongezea kwamba na ule msabufa. Vai akauliza kwamba jamani mbona kama mnapajua sana kwangu Vai aliuliza hivyo kwa uchungu sana. Kijumbe akasema wewe shoga yako hapa. Shoga yako hapa katupa picha nzima ya ndani kwako. Hadi yale mashuka yenye makopa uliokuwa unapenda sana kumtandikia mwizi wako katuambia. Kijumbe aliongea akimaanisha taarifa za ndani mwa Vai wamezipata kwa shoga yake Hadija. Hadija akasema kwamba Vai wewe tupatie ile friji na TV bwana. Sabufa tunawaachia kausha damu. Vai akalalamika akasema kwamba lakini friji nimenunua 500,000, TV inchi 50 450,000 karibu milioni nafika. Kwani mimi nadaiwa 600,000 tu. Vai lalamika. Aliona anaonewa kwa vile vitu walivyotaka kuchukua. Sasa Kijumbe akabwata akasema kwamba babu wewe hilo friji lishatumika. Limeshaisha efficiency. Tukiuza hapo ni 350,000 tu. Haya hicho kitv ni 300,000. Hapo bado hatujalipa wabebaji, bado madalali. Hebu naomba usipotezee muda bwana.
Vai akajitazama, akatulia kwa muda asijue anataka nini. Machozi yalimdondoka kila alipofikiria yanayomsibu. Ni kama filamu jinsi mambo yalivyokuwa yanakwenda. Hakuamini kama angefikia hatua ile aliyokuwa nayo. Rafiki yake Adija alimtoa mawazo akasema kwamba Vai, tunakungoja wewe uturuhusu tubebe mizigo, tukauze, tulipe ada za watoto wetu. Basi kwa upole sana akajibu njoni mchukue. Alijibu kwa upole na hakukuwa na la ziada. Wanachama wanne wa kikundi cha kuchangisha fedha walizama ndani mwa Vai na kubandua runinga kubwa iliyokuwa ukutani. Sheila akaweka kwa pani, wakati wenzake wenye miili mikubwa wakipambana kwa furaha kulitoa friji kubwa la milango miwili. Iliyochukua dakika 10 kulitoa ile friji hadi nje. Wakatulia kwa muda, huku sasa wanavuta hewa safi baada ya purukushani nzito. Vai aliwatazama kutoka pale mlangoni. Alitamani vitu vyake vibaki, lakini hakuwa na uwezo. Mkopo aliochukua aliona ni afadhali aulipe namna hiyo. Kijumbe akamwambia Sheila kwamba hebu wewe Betine mpigie ule kiriku wako aje basi atuchukue hapa. Bila kupepesa, Sheila akafanya alichoagizwa. Vai akafunga mlango na kurudi ndani kwake. Sasa watu waliokuwa wanatazama ile sinema walianza kutawanyika taratibu na mwishowe palibaki kimya. Msikilizaji, karibu sana katika simulizi tamu sana iliyoandaliwa na Juma Hiza, simulizi ambayo kuna mambo Swahili ya kutosha, simulizi ambayo kuna vitu ambavyo wanawake wanafanya mpaka wanawake wengine wanabaki kutulia wakisoma vitu ambavyo vinaendelea kwa wanawake wenzao. Simulizi hii msikilizaji inasimuliwa na Lucas Lumbas katika hali ya upekee, ustarabu na burudani kamili. Tuwe wote mpaka pale nitakapokuambia God with you till we meet again. Sasa bwana, Violet Kizito ndilo jina la kwenye vyeti vyake vyote, kuanzia vya ubatizo, shule hadi vyuoni. Huyu binti alisoma kwa shida, hasa kutokana na ufukara wa wazazi wake ambao pia hawakudumu duniani kula matunda ya binti yao. Walifariki wakati anaingia chuo kikuu kwa ajili ya kusomea shahada yake ya kwanza ya elimu. Walimwachia mali chache na wadogo zake watatu ambao si haba nao walikuwa wanasoma. Wawili ambao ni pacha walianza sekondari na mwingine alikuwa shule ya msingi. Vai ilibidi abebe jukumu la kumwendeleza yule wa shule ya msingi, huku wale wa sekondari ndugu upande wa baba wakigawana. Mmoja akaenda kwa baba mdogo, mwingine kwa baba mkubwa. Vai akabaki na mdogo wake wa kike ambaye alimsomesha kupitia mkopo wake wa chuo kilichopo jijini Dar es Salaam. Haikuwa ngumu sana kwa sababu shule ya msingi hakukuwa na mahitaji mengi. Alimchukua mdogo wake na kuishi naye ndani ya jiji hili lenye shida na karaha za hapa na pale. Aliweza kumudu kashikash zilizokuwa zinajitokeza baina yao. Afu itoshe kusema ya kwamba alijitahidi kuwa mzazi wa mdogo wake. Mara kadhaa alisumbuliwa na wale wadogo zake wengine, hasa upande wa fedha. Kuna muda aliwapatia, ila kuna muda ilibidi tu akubali matokeo kuwa dada yao alikuwa hana kitu. Wakati mdogo wake wa shule ya msingi anamaliza darasa la 7 na yeye alikuwa anamaliza elimu yake ya chuo, Mungu hakumtupa mja wake. Matokeo ya mdogo wake alikuja vizuri, akachaguliwa kuendelea na kidato cha kwanza kwenye shule moja ya kata iliyopo kule alipokuwa anaishi. Na ndicho kipindi hicho ambacho naye Violet aliweza kupata ajira ya walimu shule mojawapo ya kata iliyokuwa nje ya kata yao. Ikabidi sasa afanye mpango wa kuhama yeye na mdogo wake. Japo ilikuwa ni ngumu sana kwa mdogo wake kuhama shule, lakini alipofika kidato cha 2 aliweza kupata uhamisho. Akahamia shule ambayo alikuwa anafundisha dada yake. Hali ikawa afadhali. Maisha ya walimu hayakuwa lele mama, hasa ukizingatia tayari alikuwa na mdogo wake na kipato chake hakikuweza kuwatosha. Hivyo kwa upande mwingine aliweza kujiunga na vikundi mbalimbali vya kuchezesha michezo mbalimbali na kukopesha. Hivi viliweza kumsukuma kimaisha, hasa pale alipokuwa anakwama. Mikopo aliweza kuchukua na kuirudisha. Zamu yake ya kupokea mchezo ilipofika, alikabidhiwa fungu lake. Akafanya maendeleo ya hapa na pale. Akahamia nyumba ya peke yake iliyokuwa na sebule kubwa na vyumba 3. Alimudu kuilipa nyumba hiyo. Kwa kifupi, akili ya maisha alikuwa nayo. Yaani hakucheza mchezo sehemu moja pekee. Alikuwa na vikundi 4 sehemu mbalimbali, huku kimoja kikiwa cha walimu wenzake. Hiki kilikuwa ni kikubwa kuliko vingine.
Uwezo wa fedha za kukopa huko zilikuwa nyingi, na hata mzunguko wake ulipowadia alichukua pesa ndefu aliyoweza kufanya maendeleo ya hapa na pale kwenye maisha yake, ikiwemo kununua kiwanja kwa Bagamoyo. Nyumba na eneo waliloacha wazazi wake liliendelea kutunzwa, kwani ndio urithi pekee ambao ulibakizwa na wazee wake. Mara kwa mara wakati wa likizo, yeye na mdogo wake walitembelea nyumba hiyo na kuifanyia ukarabati wa hapa na pale. Na ilipokamilika na kuvutia, waliweza kuipangisha ili kiasi cha fedha watakachopata kiweze kuyakimu maisha ya wale wadogo zake wengine. Hilo walifaulu kwa asilimia kubwa, kwani hata wale wanaowalea kuna muda nao walihitaji msaada wa namna hiyo. Hakukosa marafiki, lakini rafiki yake mkubwa alikuwa ni mwanadada Hadija, mtoto mwenye asili ya Kipemba. Huyu walipikana na kuivana. Alipovaa utamkuta Hadija mwanadada fulani hivi mwenye muonekano madhubuti kuanzia mwili, rangi na umbo lake. Itoshe kusema alikuwa ni mzuri, lakini elimu yake ilikuwa ni ya chini. Aliishia kidato cha pili, lakini kwa hadithi alizokuwa anazitoa alitamani sana kuendelea na elimu. Sema wazazi wake hawakuwa tayari kumuendeleza zaidi ya pale. Wakataka aolewe na kibopa mmoja hivi wa Kipemba. Alimiliki maduka kadhaa ya nguo za kike na vitambaa toka huko Dubai. Isingelikuwa ukewenza, labda Hadija angelikubali, lakini aliposikia anatakiwa kuolewa kama mke wa 4, hilo likampa ukakasi. Akakataa kata. Hakuwa tayari kuwa bi mdogo wa mwisho. Hilo likawakera wazazi na ndugu zake. Liliwakera sana hadi kufikia hatua ya kumshtumu binti huyu kuwa kaidhalilisha familia yao. Wakampa chaguo, aolewe na tajiri maduka au aondoke kwao akaanza kujitegemea huko anapojua yeye. Binti akachagua kuondoka. Tena kuondoka yeye na begi lake la nguo tu. Kama mnavyojua msikilizaji, palipo na mtafaruku wa namna hii, basi mwanaume ndiye anakuwa na sauti kuliko mwanamke. Basi mama wa Hadija hakuwa na sauti dhidi ya kauli za mumewe. Hakupenda mwanae aolewe na yule bwana ambaye hata hivyo kiumri alikuwa ni mkubwa. Yaani ni mara 2 ya Hadija. It means kama Hadija ana miaka 20, basi jamaa ana miaka 40. Kama Hadija ana miaka 30, basi jamaa ana miaka 60. Lakini alishiriki kamilifu kumshawishi binti yake akubali. Na kila neno ambalo mumewe aliliongea, yeye alisaidia kulipigia mstari. Si kwa ubaya, lakini alijua tabia za mumewe na kabila lao kwa ujumla. Aliona usalama wa mwanae ni mara 100 aolewe kuliko kataa. Sasa binti akakataa na akashikilia msimamo wake kuwa hataolewa na yule tajiri. Ndipo rasmi akafukuzwa kwao. Kama si huruma ya mama, basi Hadija angeishia kuzurura huku na huko, kisha angerudi kwao na kubali kuolewa. Mamake ilibidi achukue kiasi fulani cha pesa na kumkabidhi mwanae. Akamtaka akimbilie Dar, huku akimpa ramani ya wapi angefikia. Alikuwa na rafiki yake huko jijini. Hilo likampa amani kuwa akifika huko angepata msaada wa malazi na chakula. Na kweli, ule muda wa kuondoka kwao ulipowadia, Hadija alibeba kinachomhusu, akapanda usafiri na kuingia Dar es Salaam. Huku alikutana na maisha mapya. Maisha yasiyo na mfanano na yale ya Pemba. Alishazoea kuona watu wanagongana huku na huko kuingia msikitini. Huku akakutana na sura tofauti za imani. Wapo waliokimbilia misikitini adhana ilipoita, na wengine kanisani kengele zilipolia. Lakini wapo ambao waliposikia vilio walijificha mandani mwao, na wengine kukimbilia kunapotokea sauti. Na kubwa zaidi, wapo waliokimbia walipokuapua vya watu, na wapo waliowakimbiza. Itosha kusema maisha ya Dar es Salaam yalijaa vurugu za tofauti kabisa na zile za Pemba. Hadija alimeza mate, akajipa moyo kuwa atamudu maisha hayo. Alipotua kwenye ardhi ya Dar es Salaam, simu yake ya kwanza ilikuwa ni kwenda kwa mtu ambaye mama yake alimwambia atampokea vizuri. Simu ilipokelewa na mpokeaji alionekana alikuwa anasubiri kwa hamu sana ya simu. Akamwelekeza wapi kwa kufika. Kwa kuungaunga usafiri na kuuliza huyu na yule, Hadija alijikuta mbele ya mama mmoja wa makamu ambaye hakuwa haba kimuonekano. Wataalamu wa wanawake wangesema bado alikuwa anadai. Basi yule mama akasema, karibu mwanangu." Yule mama alimkaribisha Hadija ambaye alikuwa kasimama kwenye mlango ya moja wa mgawa wa huyu mama. Ilikuwa ndio kwanza saa 6 mchana. Mama huyu alikuwa anakusanya mapato ya jana na kutoa pesa kwa ajili ya manunuzi ya siku hiyo.
Hivyo Hadija alifika wakati mwafaka kabisa, wakati ambao heka za mama yule zinakwisha. Hadija akasema, asante, shikamoo mama. Binti alisema hivyo huku akibonyea kidogo. Kwenye mgawa wake watu wote walitulia kutazama ile hali. Aliyekuwa anaosha vyombo aliacha, aliyekuwa anakoroga maji alisubiri kwanza, na hata wafagiaji nao walitulia kwa muda. Yule mama akajibu ya kwamba, marahaba mwanangu, hajambo mama. Yule mama alijibu hivyo na kuzidi kuamsha maswali kwa watu waliokuwa wanamtazama. Akajibiwa kwamba hajambo, anakusalimu. Basi yule mama akasema, haya, umefika mwanangu, hapa ndio kwako Akampokea begi na kuwatazama wafanyakazi wa mgawa wake. Yule mama akasema kwamba, mnashangaa nini sasa? Huyu ndo mwanangu wa pekee. Ni yeye tu anaruhusiwa kuniita mama. Nyewe wengine vigagaguru na vikaragosi, mwishoni ni hapo Chalinze. Mimi sio mama yenu, mmesikia? Walioguna wakaguna, lakini hawakuweza kupinga. Haya, we Maria, hebu njoo peleke ile begi kule nilipokuambia upaandae. Hazikuzidi sekunde 20, Maria alifika na kuchukua begi la Hadija, akapeleka alipoambiwa. Mwanangu, umekula lakini? Hili ndilo swali aliloulizwa Hadija, naye hakujivunga, akajibu bado hajaweka kitu. Akaletewa chakula. Bibi, hili ndilo jina lake. Hakuwa mzee kabisa, na kwenye maisha yake hakuwahi kuwa na mtoto sembuse mjukuu, lakini alitaka jamii nzima imuite bibi, nayo jamii ikatii kwa shuruti. Bibi alimiliki migahawa 6 katikati ya jiji la Dar es Salaam. Haikuwa migahawa ya kuchekesha, ilikuwa ni migahawa haswa mikubwa na yenye wafanyakazi wenye ujuzi wa kuandaa vyakula. Mbali na migahawa hiyo, pia alikuwa na miliki kilabu cha pombe, yani bar. Hivyo vilimpa pesa kiwalali kabisa, kwa sababu alisajili biashara zake zote serikalini. Mbali na kumiliki hizo biashara, pia bibi alikuwa na umaarufu uliofanya watu wa jinsia zote wamuogope kama ukoma. Unaweza sema alikuwa mafia, lakini hakuwa hivyo hata kidogo, ila alijipanga vilivyo kwenye maisha yake. Yeye mwenyewe anadai kuwa wakati anajitafuta alijiunga na vikundi mbalimbali vya upatu na ushangingi. Vikundi hivyo vilimpa ujasiri wa kukabiliana na mtu yeyote ule, iwe kwa heri au shari. Na ndivyo vikundi vilivyompa dira mpya ya maisha. Akaapa kuwa siku akitoboa maisha, basi ataanzisha na yeye vikundi vyake. Naam, hilo likatimia. Haikujulikana alitoa wapi fedha, ila ghafla tu alifungua mgahawa mkubwa ambao ulikuwa na vyumba kadhaa vya wafanyakazi ambao hawana makazi maalum ya kuishi. Mgahawa akaupa jina la Bibi Restaurant. Ukawa maarufu, na ndipo jina lake halisi likapotea na kujulikana Bibi. Hakuishia hapo. Alitafuta wanawake wanaojua kuongea maneno ya shombo na kuchamba. Akawaanzishia kikundi chao, akawapa pesa na makazi, akawapa sare, chakula na madili mbalimbali ya kufanya. Una harusi, una send off, una kitchen party msikilizaji. Na ukitaka kipa imara, wewe alike watoto wa bibi tu. Watakuja kuburudisha kwa namna usiotaka ama utakayotaka. Kama ni mstaarabu sana, basi ukisikia kundi hili lipo mahali ulipo, ondoka. Ila kama ni muhuni kama wahuni wengine, wewe kaa ujione jehanamu ilivyo. Usiruhusu watoto washuhudie dansi na michezo wanaocheza watoto wa bibi. Ni haramu. Ni haramu. Walijulikana kwa kucheza hovyo na kwa kuongea kauli zisizo na tafsida. Walijulikana kwa kuchamba na kufunda mabibi harusi. Yaani ukitaka sherehe yako ingiliwe na kidudu mtu, basi ita hawa watu. Yaani nakwambiaje, ukiita watu utapata ulichokivuna. Lakini pia hawakuwa na gharama ndogo. Bibi alijua namna ya kujipatia pesa kupitia kundi lake. Waliowataka walilipia kiasi kikubwa cha fedha, na kazi iliyofanyika waliridhika kiro safi kabisa. Hao ni wanawake bwana. Pia bibi alimiliki vijana wa kiume. Aliwapa mitaji mbalimbali ikiwemo bodaboda na bajaji. Lakini mbali na hapo, vijana hao walitumika kwa kazi maalum. Kama umekunywa bia na hutaki kulipa, basi vijana walijua namna kukufanya kucheua pesa zao. Umezurumu pesa za chakula au kuzidokoa, ni kazi ya vijana hawa kukufanya rudishe. Hawakuishia kulinda mali za bibi pekee. Pia walitumika kwenye kuvuruga mikutano ya kisiasa, dini au matamasha ya muziki. Ni pesa ndio iliyokuwa inaongea. Na vijana wa bibi walipiga kazi pasavyo. Sasa nani hakumjua bibi katikati ya jiji la Dar? Kwenye mgawa wake wa kwanza kumepewa jina la kwa bibi.
daladala, boda na bajaji, ukiwatajia tu kwa bibi. Yaani mama makamo aliyeamua kujiita bibi, Hadija akaingia mikononi mwake. Basi bibi alikuwa mama mbele ya Hadija. Akamwambia kwamba ukishamaliza kula mwanangu, mfuate yule Maria atakuonyesha chumba chako. Umesikia oga vizuri, pumzika. Mimi nitakuja baadaye kukuonyesha mazingira. Sawa mwanangu? Hadija akajibu sawa mama, kuna shida. Maisha mapya yakaanza ndani ya Dar. Kazi yake ilikuwa ni kukusanya mapato kwenye ule mgahawa aliofikia. Lakini kutokana na majukumu mbalimbali ya bibi, alijikuta akianza kukusanya kwenye kila biashara ya bibi. Hata zile ambazo zilikuwa hazitambuliwi na watu, Hadija alipita kuchukua mapato ya siku. Akifanya kazi kwa uaminifu mkubwa. Hilo likampendeza sana bibi, akampenda Hadija maradufu. Uzuri ni kwamba hakumgeuza mtoto huyo kuwa kitoweo cha wanaume. Alimtunza na kumheshimu. Mwanaume ambaye alithubutu kumsogelea Hadija alijikuta mikononi mwa vijana wa bibi, au hata kituo cha polisi kwa kesi ya ajabu tu. Adhabu ndogo zaidi ilikuwa ni kufukuzwa kwenye biashara za bibi. Yaani alifungiwa maisha kugusa maeneo ya baa au kwenye migahawa ya bibi. Wanaume wakazidi kumwogopa Hadija. Hawakutaka kumkera kabisa bibi. Nyama walipewa nyingi, lakini kutamani na nyama ya Hadija, hilo lilikuwa ni kosa kubwa. Siku moja bibi alimuuliza Hadija ya kwamba, hivi unajua mimi na mama yako tulikutana vipi? Hadija akasema hata sijui, na nilikuwa na hamu sana ya kujua, sema nilikuwa nawaza nitakuulizaje. Bibi akasema na zaidi unashangaa mama yako alivyo mstaarabu vile kwamba kanijuaje mimi shakingi, yani ni kama shangingisha mkupe. Hadija kujibu alicheka tu kwamba shangingisha mkupe, lakini moyoni alikubali maneno ya bibi. Bibi akasema mama yako mie nilikuwa nasoma naye huko ulipotoka. Umesikia wote tulikuwa form 2. Alikuwa besti yangu. Besti aswa, pete na kidole, lake langu, la kwangu lake. Ikitokea ugomvi wake ujue mimi tu ndo nitahusika. Huo ndo ulikuwa rafiki wetu. Sasa mama yako alizoea sana kuja kwetu. Sana tu. Alipenda sana kunitembelea. Na ndipo bila kutegemea siku moja akakutana na kaka yangu ambaye alikuwa akatoka kumaliza elimu yake ya udaktari huko Oman. Hapo hapo kaka akamwelewa mama yako. Hadija akawa na shangaa tu. Hadija akasema ina maana? Bibi akamkatisha akasema baba yako ni kaka yangu. Tumbo moja, baba mmoja. Hadija akauliza kwamba sasa mbona hajawahi kukutaja? Bibi akasema ndo tulia sasa nikupe mkasa. Sasa kaka baada ya kumpenda mama yako akaanza harakati za kumpata. Haikuwa rahisi. Mama yako alikuwa ni mgumu. Kifundo cha muua mama yako. Kaka alikuwa ananitumia mimi, lakini wapi. Mama akashikilia bomba. Hataki kusikia habari za mapenzi kabisa. Ndipo kaka akaamua kutumia ubabe sasa. Akaenda kwa wazazi wa mama yako na kutoa ombi la kutaka kuoa. Na kama ujuavyo huko kwenu, swala la mwanamke aliyepevuka kuolewa ni la kawaida tu. Hawakutia kipingamizi. Bibi alikatishwa na sauti ya Hadija baada ya kuuliza kwamba mambo sijui mpaka lini. Atakwisha tu, sijali mwanangu. Mbona siku hizi haionekani kabisa kama enzi zetu? Hata wewe lako limetokea kwa siri sana. Hivyo usijali. Jinsi dunia inavyozunguka, ndivyo pia kuna mambo yanaachwa. Hadija akajibu naamini atakwisha kabisa, Mungu atatenda. Bibi akajibu amina. Basi bwana, mama yako aliitwa kupewa taarifa za kaka kupewa kufanyaje kupeleka posa. Ngoma ikawa ngumu shoga yangu. Wazazi wanataka mwana wao waolewe na mwana hataki mwenyewe kabisa kusikia habari hizo. Lakini mwisho wa siku akafanyaje? Nguvu ya wazazi ilishinda. Tena ilishinda kwa vishindo vya laana na kumfukuza kwao. Ikabidi mama yako akubali kuolewa. Huku sasa kaka akimwahidi kuwa atamsomesha. Na kweli alifanya hivyo. Alimsomesha hadi chuo, na hilo sasa likampa imani mama yako kufanyaje? Imani kubwa ya kwamba atakutana na mtu sahihi. Sasa kimbembe kilikuja kwangu. Mimi ndo nikatengwa na familia nzima. Yote ni kwa sababu tu nilikataa kuolewa na kibabu kimoja hivi kinauza karafuu nje bara na Oman. Kilikuwa na hela sio kitoto, lakini kibabu. Na hisi hata baba yangu alikuwa mdogo kwake. Siku hiyo bwana mimi napewa taarifa eti babu sijui nani anataka kunioa. Nilichamba uko mzima. Kaka sasa akajitia eti kunibembeleza, na yeye nilimpa za uso hizo. Sijui kama kazisahau. Nilimtukana matusi yote anayoyajua.
Na huo ndo ulikuwa sasa mwisho wetu wa ndugu. Nilifukuzwa nyumbani siku hiyo hiyo. Ndio kukimbilia huko sasa. Uwezo wangu wa maneno, ukorofi wa hapa na pale, ukaniingiza kwenye makundi kama yale unayoonaga kwenye maharusi. Hii da tulifanya, yani tulifanyia ushenzi wa kila aina. Dogo, mimi nilikuwa ni mshenzi na nusu. Hizi mimba mimi nimetoa hakuna idadi. Hadi kizazi changu penyewe kikateketea. Ndipo mjinga mmoja hivi mzungu tu hivi aliingia kichwa. Akapenda mambo yangu bwana. Akadata kabisa hadi kufikia tu kunihonga almasi na dhahabu. Ndio kufungua migawa yote hii. Sasa mzungu yuko wapi? Mimi sijui. Mara mwisho kumuona ndo mara ya mwisho ya kila kitu. Hakuwahi kuja tena na kuonekana tena Tanzania. Na mimi sikuwa na time ya kumfuatilia. Kaniacha imedude kibao ya mimi kukimu maisha yangu. Basi ulikuwa na bahati. Sasa unadhani bahati basi? Mimi nishadanga mie na kila aina ya wajinga. Hadi Waturuki, lakini wapi? Ingekuwa bahati singekuwa ningeshahama hata na zamani sana hapa Dar es Salaam hapa. Ningekuwa sasa hivi niko Oman, huko wapi? Huko Dubai huko. Basi kikubwa bado tupo hai. Basi tumombe tu Mungu atutunze. Hilo ndo neno sasa. Hadija na bibi waliivana vilivyo. Hadija naye alijifunza mambo mengi ikiwemo maneno ya mtaani, matusi na kejeli za hapa na pale. Akaongeza na ubabe, basi akawa tishio kwenye jamii iliyomzunguka. Mwaka mmoja pekee ulitosha sana kumfanya aijue Dar es Salaam na mambo yake. Huko Pemba hakuwa na habari nako tena. Tofauti na mama yake, hakuwasiliana na mtu mwingine. Sasa kama ujuavyo, hakuna shamba linalokosa mkulima. Ilifika mahali Hadija mwenyewe alijikuta anaingia kwenye penzi zito na bwana mmoja hivi aliyekuwa anapenda sana kwenda kupata chakula kwenye moja migawa ya bibi. Huyo bwana hakuwa na mambo mengi. Alipenda kuhudumiwa chakula, ale na kuondoka. Hakuwa na wakati wa kuanza kufuatilia wafanyakazi wa pale. Kwanza alionekana hapendelei kabisa aina ya wanawake hao. Baadhi walijigonga kwake, lakini alifunga kioo. Hakutaka hata kuwasikia. Hadi siku moja alipokutana uso kwa uso na Hadija, jamaa akajikuta abandui jicho kwa ule kimwana. Siku hiyo bwana hata yeye mwenyewe hakumbuki aliondoka saa ngapi, lakini sababu kubwa ilikuwa ni Hadija. Akajikuta anatamani sana kuendelea kumwangalia kwa macho. Hata kesho yake ilipofika, alirudi mgawani pale pale na kumuulizia yule binti aliyemdai fedha jana yake. Akaambiwa bado hajaja, atakuja wakati wa makusanyo. Jamaa akasubiri toka saa 12 hadi saa 4 usiku muda wa Hadija kuja. Alimuona lakini hakupewa nafasi hata kujitambulisha. Hadija alikuwa bize na mwenye haraka kama gari la taka. Lakini hilo halikumkatisha tamaa. Akaendelea kwenda pale kila siku. Wajihi na muonekano wake vikampa heshima. Hakuna ambaye alimgusa. Watu walidhani jamaa kama hafanyi kazi za bank basi alikuwa ni usalama au mwalimu wa chuo. Hilo limpa heshima sana. Na ndio mara ya kwanza ambapo watu walikuwa wanamsukuma Hadija akazungumza na yule bwana. Hatimaye Hadija akaingia King, naye alipendezwa na heshima yule jamaa. Akajikuta anaingia kwenye mahusiano bila kupenda. Haikumchukua muda akabeba mimba. Bibi alipopata taarifa alifedheka sana. Ikamuuma kuona mtu aliyemtegemea ameingia kwenye dunia nyingine. Hakuwa na jinsi. Akampa baraka zake zote. Hadija akaenda kuishi na yule bwana. Maisha yao yalijaa furaha tele. Hakukuwa na shida wala matatizo. Mimba ililelewa kwa kila namna kwa sababu jamaa alikuwa na fedha za kufanya hayo yote. Hadija akajifungua mtoto wa kike. Furaha ikazidi kutawala. Mtoto huyo alipofikisha miaka 2 akajikuta anabeba mimba nyingine. Alipojifungua akatoa dume. Furaha ikawa marudufu. Mume alifurahi zaidi kwa kupata mlinzi wa familia. Mtoto wao wa pili alipofikisha mwaka 1 likatokea la kutokea. Jamaa akafukuzwa kazi kule alipokuwa anafanya. Ilionekana alikuwa na vyeti feki. Maisha yakaanza kuwa magumu, na ndio wakati huo sasa ambapo Violet alikuwa anahamia mtaani kwao na mdogo wake. Violet alikutana na Hadija siku hiyo hiyo ambapo mwanadada huyo aliomba kazi ya kuingiza vitu ndani na alipwe kidogo ili akamnulia watoto wake chakula. Vaya akaingiwa na huruma. Alimpatia fedha bila hata kumfanyisha kazi. Alitaka akawatafutia watoto wake chakula. Kama kazi basi angempa siku nyingine. Basi wakawa marafiki. Tabia njema ya Hadija ilimpendeza sana Vai. Hadija hakuwa mdokozi tangu alipokuwa kwa bibi. Vai alimwachia funguo ya nyumba yake hata aliposafiri na alikuta kila kitu kipo salama. Bwana wa Hadija aliendelea kuhaha huku na huko, kutafuta ajira huku anafanya vibarua vingine. Na ndio kipindi hicho ambacho Hadija
alimshauri Vai ajiunge na vikundi mbalimbali vya michezo. Vai akafanya hivyo na viliweza kumpa mafanikio makubwa. Hadija akapendwa na Vai hasa. Akapewa zawadi mbalimbali. Watoto wake na yeye mwenyewe wakapendezeshwa na Vai. Mambo yalikwenda poa kwa upande wao, lakini si kwa mwanaume ambaye alikuwa anahangaika kila siku kutafuta kazi, lakini alikosa. Mwaka wa kwanza urafiki wa Vai na Hadija ulipokata, ilibidi Hadija amwanzishe mtoto wake wa kwanza shule kwa sababu tayari alishaanza kuongea na kutambua mambo. Vai alikuwa sehemu ya watu waliomshauri na kumuongezea ada. Hadija akashukuru sana kwa msaada huo. Mambo yakasonga. Mwaka wa pili ndipo Vai akakutana na Donald, mwanaume aliyeuchanganya moyo na hisia zake zote. Sijui ndio ushamba wa mapenzi, lakini Vai alikuwa hambiliki wala hasikii mbele ya Donald. Jamaa sijui alimpa nini. Ilikuwa ni kama bahati ya mtende kuota jangwani kwa Donald. Hakujua kama ipo siku na yeye angependwa na mwanamke anayejitambua, mzuri na asiyetegemezi. Nyakati za utandawazi utapata wapi mwanamke mfano wa Vai, msikilizaji? Akupende japo huingizi hata nusu ya kipato chake, lakini anakupenda. Wapi? Wewe hapo nani nisikiliza? Basi na kwa Donald ilikuwa hivyo. Donald alikuwa ni kijana wa makamo. Alimzidi umri kidogo sana Vai. Kazi yake kuu ilikuwa ni kupiga day worker za hapa na pale zinapojitokeza mtaani, udalali wa nyumba, viwanja, ufundi na hata kuzibua vyoo. Ndivyo hasa alivitegemea kusukuma maisha yake. Elimu yake ya kidato cha 4 pamoja na ile ya VETA vilitosha kumpa hiki na kile kwenye dunia ya sasa, ambao kila maongezi lazima watu neno pesa litatamkwa. Katika majira ya mvua, nyumba nyingi zilishindwa kustahimili hali mbalimbali, hasa upepo na maji yenye nguvu. Hata nyumbani kwa Vai, mambo yalikuwa hivyo hivyo. Bati lake lilifunika na kufanya kiasi cha maji yadondokee ndani, huku akisababisha singboard kuoza. Ndipo Vai akampa taarifa mwenye nyumba, ambaye bila kuuliza akampa tende Donald. Kijana wa kiume alifika kwa Vai siku ya Jumapili, siku ambayo hakwenda kazini, na wakati huo Sam mdogo wake alikuwa akaenda kujisomea kwa rafiki yake. Hali ya hewa haikuwa rafiki na ilikuwa piga ua lazima Donald akaifanya ile kazi siku ile, maana baada ya hapo Vai asingepatikana nyumbani hadi weekend nyingine. Jamaa alifika kukiwa tayari na manyunyu ya rasharasha ameanza. Akakwea juu ya bati na kuanza ukarabati sehemu ambayo ilikuwa wazi na zile ambazo zingefunguka muda wote. Hadi anamaliza alikuwa chapa nyanga kaloa sababu ya mvua kubwa iliyokuwa inaendelea kunyesha. Hali ya maji kuvujia ndani ilikwama. Donald aliingia na kuhakiki hilo, lakini Vai hakupenda kijana yule atoke ndani akiwa kaloa namna ile. Mwili wa Vai ulikuwa mkubwa kiasi kuliko ule wa Donald. Hivyo ilikuwa ni rahisi kwake kumpatia fulana ambayo ilimtosha vema jamaa. Donald naye hakuwa na hiana. Alipokea fulana haraka na bila kusita akanyofua ile aliyokuwa akavaa, akabaki kifua wazi. Macho ya Vai akaona kile kifua, akajikuta kwenye msisimko wa aina yake, lakini hakutaka kuendeshwa hadi akagundulika. Vai akasema, "Subiri basi nikuchemshie na chai uondoe baridi." Vai aliongea kwa lengo la kukimbiza macho yake asiendelee kuona mwili wa yule kijana. "Hakuna shida dada, mimi nitakuwa poa tu." Donald aliongea huku akivaa ile fulana aliyopewa. "Ni haraka tu fundi, dakika 2 itakuwa tayari. Unajua mambo ya gesi." Mwanadada aliongea huku akielekea jikoni. Donald hakuwa na jinsi, akavuta stuli na kukaa. Hakutaka kukaa kwenye makochi sababu ya suruali yake kuloa. Dakika 10 zilitosha kuandaa chai. Vai akafika sebleni akiwa na chupa ya chai pamoja na vikombe. Akavitenga mezani na kuondoka. Aliporudi alikuwa na mkate. Donald akilalamika akasema ya kwamba dada, chai inatosha hii. "Asa chai peke yake fundi kweli jamani, ukiungua ulimi je?" Vai aliongea kwa utani. Sasa akaongeza kwamba alafu bado mvua inanyesha huko nje. Hadi umalize chai itakuwa bado inanyesha tu. Bora upoteze muda na mkate. Okay sawa dada, asante." Donald alitikia. Chai ikamiminiwa kwenye kikombe. Mkate ukafunguliwa na Donald akakaribishwa. Pia Vai alijimiminia na kumpa kampani mgeni wake. Ukimya ukatawala huku midomo na chai ya moto vikiendelea kusemezana. "Upo vizuri sana dada." Donald alianza mazungumzo. Nasema upo vizuri.
Donald alirudia tena, huku sasa anamtazama, jambo ambalo Vi hakulielewa maana yake. Yaani unamaanisha nini? Namaanisha umejipanga, yani ndani kwako na maisha yako unaonekana mambo si mabaya. Sasa Vi alitambua nini maana ya maneno ya Donald na aliongeza na kicheko, maana yeye alifikiria mengine kabisa. Kwani uliwaza nini? Unajua nyewe vijana wa siku hizi mna mambo mengi sana bwana. Nikajua tu ni mambo mengine. Eti vijana wa siku hizi? Yeah, vijana wa siku hizi nyewe. Kwamba una uzoefu na vijana wa enzi hizo na wa siku hizi, si ndio? Hamna. Ila nakana wazee wengi huko makazini na maeneo tu mbalimbali huko ambao kwa enzi hizo walikuwa ndio vijana. Wanavyosimulia enzi zao na nikiwalinganisha na wa sasa. Yaani naona kabisa nyinyi mna vimambo vingi. Vimambo gani hivyo? Ndio kama hivyo kusema nipo vizuri. Yaani unakuwa umeshaona vingi. Inabidi niulize ulichokiona. Sasa ulihisi mimi nimemaanisha nini? Fundi, naomba unywe chai. Vaya aliongea huku sasa kitabasamu, jambo lilompa imani Donald kuwa mwanadada hajakasirika. Anyway, nakunywa, ila vema ningeshushia na jibu lako badala ya mkate. Jamaa akatupa karata nyingine ya uchokozi. Come on fundi. Maneno yako si mageni hapa mjini. Hapo ukipewa nafasi ya kuongea utaanza umbo lako, sijui miguu yako, mara sura ya mviringo, matiti ya duara. Ya unakuwa kama tu, sijui hata nikutolea mfano gani. Mfano gani? Kama Nyemo tu. Nyemo huyu au kuna mwingine? Huyo. Sifa nazo wamwagiaga mademu kwenye mambo zake nini. Kwa hiyo na utaanza kuzishusha. Mimi sipo hivyo dada, sipo hivyo. Penye ukweli nitaweka ukweli. Haya basi kunywa chai sasa. Sawa. Donald akaendelea taratibu, kimya kikachukua nafasi yake tena. Kwa mara nyingine Donald akavunja ukimya. Vipi kaka yupo? Kanani tena? Kaka Mjengo. Yaani unamaanisha shemeji yako? Yes mom. Eti mom, unatazama sana filamu za kijeshi za Marekani wewe, si ndio? Kama umelijua hilo isee, basi na wewe itakuwa ni mle. No. And of course ndio ugonjwa wangu. Ipi ndio filamu yako bora upande huo? G.I. Jane. Wow. Demi Moore. Donald akataja jina la mwigizaji huyo na kumfanya Vaya fry vilivyo. Unajua wanawake mkibebana kama hivi mtafika mbali. Donald aliongeza hayo maneno kwa sababu star wa filamu hiyo ni mwanamke. Wewe si tunabebana bwana ise. Ni vile tu ni wanaume mmefumba macho. Wanawake nini? Asiyewajua ndio wataamini ulivyosema. Ila tunaojua wala hata tutaki ubishani. Wewe unajua nini? Mwanamke akimbeba mwanamke mwenzake ni aidha kaona mwanamke huyo kuna sehemu atafika au yupo sehemu fulani. Hivyo naye atafaidika. Lakini pia wapo ambao hawapo popote na wanabebwa. Sasa yule aliyebebwa kuna namna naye ataanza kuona wivu dhidi ya yule anembeba. Yaani kabebwa lakini anamonea wivu aliyembeba. This is madness. Yeah, trust me boss. Unembeba anajiuliza kwa nini unanibeba? Ataanza kusema unajihisi una hela. Sijui nguvu, na baadaye atatumia njia yote kukudidimiza. Lakini sio wote. Si wote. Na uhakika wewe sio hao, lakini chunga unembeba. Kimya kilitanda. Maneno yalimuingia Vai, lakini utulivu wake ulimpa imani ya anachokifanya kwa rafiki yake ni sahihi. Kwa hiyo Donald akaanza tena baada ya kimya kifupi. Sasa chai zilikuwa zimekwisha na wameshiba. Umerudi tena? Hamna, ila ni vile tu hujajibu. Sijajibu nini tena? Kaka shemeji. Unataka jimbo au unataka kumteka mzee? Vyote viwili. Be specific. Jimbo tu. Mgombea upo speedi sana. Huna kificho?
alimuuliza, na mimi sina haja ya kuficha mapicha bwana. Sasa kama jimbo lina mgombea, hakuna tatizo. Kama yupo mgombea, na mimi nitaingia kwenye kinyang'anyiro bwana. Ila kama jimbo limechukuliwa, nitamwachia kaka mkubwa. Sainaga ushemeji jamani. Hiyo ni kwa hao wengine bwana. Mke anauma bwana. Kama unajua maumivu yake, utaheshimu wake wa wengine. Wanaume kama wewe bado hawajazaliwa. Ndio mimi sasa. Uzao kama huyu utokea kila baada ya miaka 50. Una vituko wewe. Vai alicheka kwa nguvu sana, kisha akamtazama Donald. Wakawa wanatazamana. Vipi, jimbo lipo wazi au lina mwenyewe? Donald akauliza kwa sauti moja matata sana. Vai akawa anatabasamu tu. Lipo wazi. Wow. Linahitaji kura za maoni au moja kwa moja anaweza kuwa mgombea? Una maneno wewe. Inategemea. Tabasamu halikumuisha Vai. Hilo lilifanya kazi ya Donald iwe rahisi zaidi. Kila ishara zilionekana, ulibaki msukumo mdogo tu, mwanadada atumbukie shimoni. Inategemea na which and what, by who and when. Jamaa aliongea kwa mtego kuona kama anacheza na moto au mwanadada yupo serious. Donald hakutaka kuamini kuwa Vai ni mrahisi namna ile. Hakutaka kupumbazwa na lile tabasamu, maana kuna wengine wanatabasamu usoni tu, ila mioyoni wanakuwa kama mbogo. Maswali kibao yanawajaa vichwani, na si maswali tu, hadi dharau. Basi dharau ambazo zinaweza kujengeka kichwani mwa mtu yoyote ni kwamba kijitu kama hiki kinanitaka, kitanipeleka wapi? Hizi ni dharau ambazo zinaweza kujengeka kichwani mwa mtu yoyote, hata kwa Vai ambaye usoni alionekana anafurahia yale maongezi. Swali la which, what and who lilikuwa ni mtego ambao kama Vai angecheka, basi Donald alikuwa kaushinda mchezo. Ila akikaa vile vile na tabasamu, basi Donald alikuwa na kibarua cha kuchoma nyasi mbichi zilizoloa hadi ziwake. Bahati ilikuwa kwake. Vai alilipuka kwa kicheko kikubwa kuliko kawaida. Kicheko ambacho kilibakiza asilimia ndogo sana kusema Vai kaweuka. Unajua ni mjinga. Lazima niulize bwana, maana unaposema nategemea unakuwa umenipa maswali mengi sana. No. I mean itadipendi unataka nini kwangu. Mimi nataka jimbo. Jimbo tu? Yaani unataka nitaka nini kingine? Hutaki na ulivyoona vipo vizuri. Hivi. Donald alisema hivyo akimaanisha vile vitu vilivyomo ndani ya nyumba ya Vai. Labda hivyo na vinginevyo. Vai akajibu akiongeza tabasamu. Donald akaelewa mtego wa swali, akawa makini kwenye kujibu. Ni aidha apeperushe ndege au amfungie bandani. Jibu lake lingeweza kusababisha hayo yote mawili. Ni maamuzi ya haraka na makini ndio alihitajika kwenye swala lile. Endapo atajibu tofauti na aliyo kichwani mwa Vai, basi habari zingeishia pale. Akawa njia panda. Ila kuna nafsi ilimwambia anayo nafasi. Na hata kama hatoipata hiyo nafasi, basi aweze kufanya jambo ambalo hatojutia hata kama atamkosa ule kimwana. Unaniruhusu nije kukaa hapo ulipo? Swali lilimtoka Donald. Vai alikuwa kakaa kwenye kochi la watu wawili. Donald alikuwa kakaa kwenye stuli yake ile ile. Kimya kikatanda kwa muda huku Vai akijifikiria. Ule ulikuwa ni mtego pia. Vai alitega kwa swali, jamaa akatega kwa kitendo. Endapo Vai akikubali, basi huo ni ushindi mwingine wa Donald. Lakini akikataa, itakuwa ni safari nyingine kwa Donald kukata tamaa. Na kichwani mwa Vai hakutaka hilo litokee. Unaweza kuja tu kama kuna ulazima wa kunijibu tukio hapa. Vai akajibu kimtego. Hilo halikuwa tatizo kwa Donald. Mtego mwepesi kama huo na ukware wake katika nyanja hizo hauwezi kumsumbua. Donald akanyanyuka taratibu na kusogea kwenye kochi lilokuwa kakaa Vai. Naye akakaa bila kujali unyevunyevu aliokuwa nao kwenye suruali. Sasa walibakiza sentimita chache, hata harufu zao walizinusa. Rudia swali lako. Donald aliongea kwa sauti ya chini kidogo. Ulivyokuwa pale ukulisikia? Vai naye hakuwa mnyonge. Hakutazama pembeni wakati anaongea na Donald. Alimtazama moja kwa moja machoni.
Alijiamini kupitiliza. Hili ndilo lilikuwa linampa maswali mengi jamaa. Sikusikia nikiwa pale, sasa nimesogea ili nisikie, jamaa alijibu huku naye akiwa kamtazama. Hakuna aliyepepesa macho pembeni. Okay, kwa hiyo unataka nirudie swali langu, si ndio? Yes ma'am. Hii kauli ilimfanya Vai atazame pembeni na kucheka. Alijikuta anafurahia sana kuitwa hivyo. Alipomaliza kucheka, akajikoza kidogo na kumtazama tena Donald. Unataka jimbo pekee au na vingine? Swali lako nilijibu vipi? Kwani kuna namna ya kujibu hilo swali? Ya, zipo mbili. Mimi sikujua kama zipo mbili. Ndio nimekujuza sasa, nataka kukujibu. Jibu kwa njia unayoona ni sahihi. Donald akamsogelea taratibu, bado akiwa anaangaliana. Vai hakuwa na muda hata wa kukimbia. Alimwacha kijana yule ajibu kwa njia aliyoamua. Jamaa akazidi kusogea na mwishowe alikuwa kafika usoni kwa Vai na mkono ukiwa umeshika kiuno chake. Midomo ikasogea zaidi na ilipofika karibu na midomo ya Vai, ulimi ukawa kimbelembele, ukatoka na kutaka kupenyeza katikati ya midomo ya mwanadada. Naye bidada hakuwa na uwezo hata ukataa. Ndio kwanza na yeye akafungua mdomo wake kupokea ulimi wa mwamba. Ikatokea kitendo cha sekunde kadhaa, halafu Donald akachomoka na kumtazama Vai usoni. Alimuona akiwa na tabasamu lakini macho akilazimisha kuyakaza. Yaani ndio jibu lenyewe hilo? No ma'am. Donald alijibu na kurudi kwa kasi kwa Vai. Safari hii hakukuwa na maswali wala majibu. Chai ikawa chai, mkate ukaitwa kate. Kuja kushtuka, walikuwa wamejichokea kama mabata. Wewe ni mjinga sana, Vai alimwambia Donald huku akiwa kalala kifuani kwake. Walikuwa pale pale kwenye kochi la watu wawili. Mimi tena? Ya, so hapo. Inataka kununua huruma ukutaka. Vai akasindikiza na cheko la aibu. Bwana wewe, mimi nishinda kujizuia. Ila usijali bwana, umefanya poa sana. Vai hakuwa na hiana, maana hata mwenyewe alihitaji lile tukio japo wailifanya bila tahadhari. Asante pia. Yaani tena? Hii heshima kubwa sana bwana. Naheshimu sana mwanamke anayefanya hivi. Najua hapo wengi wanakutaka, ila umenipa mimi kabla yao. Ona ile. Kona jiona mwamba sana. Sasa je, unadhani mchezo? Muone. Ila umenifurahisha sana. Sikutegemea kama ungefika ninapopataka. Usijali, utafika hadi usipowahi kufika. Donald akajibu na kumfanya Vai acheke. Na huo ndio ukawa mwanzo mpya wa mahusiano ya Donald na Vai. Wakajuana kimwili kwanza, kisha baadaye wakajuana majina na kubadilishana namba zao za simu. Basi Vai akamuita Donald D na Donald akamuita V. Na siku akiamua anamuita hata V pesa. Donald ambaye kwanza kwa asilimia kubwa alilelewa mtaani, kwake aliona ni kama angekewa kuwa na Vai. Akampa vitu vyote vya mtaani, vitu ambavyo Vai hakuwahi kuviona sababu ya malezi yenye msimamo wa geti kali. Yale ya Donald yalimpagawisha vilivyo. Akajikuta hata shule akiwa anafundisha anawaza ya Donald. Na jamaa kuwa lele mama, alimpa pigo za aina zote, za kibosi na zile za kihuni ambazo mwanadada ndio alionekana kuzielewa. Popote jamaa alimpa penzi, ili mradi tu kusiwe na macho ya watu tu. Wanaweza akawa wanarudi usiku, wakati wanaagana kibarazani kwa Vai, ukatokea mechi fupi ya kirafiki. Saa zingine hadi vichakani. Vai hakujikuta yupo kwenye penzi zito na yule jamaa. Alipagawishwa na kupagawa. Hakuombwa hata 100 yake, lakini alikuwa anampa hela yule jamaa, utadhani mumewe au kama jamaa ndio benki yake. Mdogo wake alimuonya dada yake apunguze matumizi ya kumpa hela mwamba, ila dada alikataa kata. Tena alimpiga na mkwara kuwa atamfukuza. Kama ni hela ni zake. Yezi na muuma nini? Haikuishi hapo. Dogo akaenda kwa Adija, rafiki wa Vai, akamwambia kila kitu. Dogo akamwambia kabisa kuwa Donald anajua hadi mshahara anaopokea dada yake. Anajua vikundi vyote ambavyo dada yake yupo. Adija naye hakuwa na dogo. Siku isiyo na jina akamweka kikao rafiki yake. Akatumia kila mbinu kumwambia kuwa Donald atamfelisha muda si mrefu. Lakini kenge huwa hasikii hadi damu ianze kumtoka.
Vai hakusikia la mwadhini wala la mnadi swala. Akaona kama wale watu wanasumbuliwa na wivu tu. Unajua sasa ni mamini maneno ya Di, unembeba na yataanza kukuonea wivu kwa nini umembeba. Hii ndio kauli iliyomfanya Hadija aufyate mkia wake. Hakutaka tena kuongea hakutaka kabisa kuongelea mahusiano ya Vai. Si kuongelea tu, hata ukaribu wao ulipungua. Ikabaki ile kuchekeana tu na kuzugana, kupigiana simu, ila baadaye maji na mafuta vikajitenga. Ukawa hakuna tena mawasiliano kama zamani. Kukutana ilikuwa ni hadi kwenye vikao vya vikundi vyao. Napo hakukuwa na hadithi zaidi ya salamu, alafu kila mtu uso mbele. Naweza sema urafiki wao ulikuja kwa namna ya kipekee, lakini ulikufa kwa namna ya ajabu sana. Kisa mwanaume ambaye alikuja kuteka na kuvuruga akili ya mwanadada Vai. Japo alibaki mnyenyekevu kazini na kwa watu wengine, lakini hakuwa yule Vai tuliyemzoea, mwenye aibu, stara na aliyekamata dini kama nguzo yake kuu. Huyu wa sasa hakuwa na aibu. Hata kukuchana mbele za watoto aliweza. Mavazi yalibadilika na safari za kanisani zilipungua na mwishowe kufa kabisa. Lakini kwa mdogo wake aliendelea kukomana maisha. Kanisani alikwenda na kuacha kumwombea dada yake ambaye aliamini ndiye kazua taharuki na maruerue yote yanayotokea kwenye maisha yao. Dogo alipiga magoti na kulia, huku sasa kimwomba Mungu afanye maajabu. Akaomba Mungu ampatie jicho dada yake. Na kweli ni kama Mungu alisikia kilio cha dogo na kukijibu, japo alikijibu vile ambavyo haikupaswa kuwa. Alijibu kwa njia ya ni kama kunyongonyeza furaha yote ya Violet. Alikomba kila kilicho kizuri. Sasa dogo akawa na kazi nyingine ya kumwomba Mungu arudishe alichompora dada yake. Ilikuwa ni takriban miezi 6 tangu penzi la Vai na Donald lianze. Sasa alikuwa kama baba nyumbani kwa Vai. Alikuja muda aliyoutaka, akala na kula tena muda ambao anajisikia, kisha akaondoka. Kuna siku zingine alilala kabisa. Alipewa hadi funguo yake ya ile nyumba. Muda wote aliingia na kujitupa huku na huko. Na sauti ya mamlaka alipewa, japo hakuwa mpenzi wa kuitumia, lakini pale ilipobidi aliitumia vema. Ni kama vile kutaka kupikiwa chakula na mdogo wake Vai, au kumfokea pale ambapo alikosea na kadhalika. Yote aliyafanya, lakini ombi alilomuelekea Vai mezani ndilo lilimchanganya zaidi yule binti. Vai alimuuliza Donald ya kwamba, kipenzi changu, mbona leo upo hivi? Ilikuwa ni usiku, walishamaliza kula na sasa mwanadada alikuwa kalalia kifua cha jamaa, huku mguu mmoja akipandisha juu ya mapaja. Mimi niko safi mama, Donald alijibu kifupi tu na kuendelea kukaa kimya. I know ukiwa safi Di, nakujua vizuri tu, Vi alimwambia Donald. Akamtazama usoni na kutabasamu. Donald akajibu ya kwamba usijali kipenzi, kuna mambo tu yameingiliana. Mambo gani? Au sipaswi kuyajua? Natamani uyajue, ila naona kuna mzigo nitakubebesha ambao hauna haja. Natakiwa kubeba mimi kama mwanaume na kushughulikia kwa ajili ya future yetu ya baadaye. Jaribu kunielezea. Kama utakuwa mzigo mzito, mimi nitakwambia tu. Donald akavuta pumzi ndefu, akazama kwenye ulingo wa mawazo. Alionekana anatamani kusema, lakini hakujua ni namna gani ya kuwasilisha jambo lake. Come on D, hit me. Vai alimlazimisha jamaa aseme kinachomsibu. Kuna nyumba inauzwa kubwa tu, lakini nimepungukiwa pesa ya kuilipia. Jamaa akashusha pumzi ndefu baada ya kumaliza kuongea. Nyumba ipo wapi? Ikoje na gharama zake ni ngapi? Vai akauliza. Jamaa akachukua simu yake na kuanza kumuonyesha picha za nyumba moja nzuri sana, kubwa na yenye kila aina ya vigezo vya kuitwa nyumba. Vai akavutiwa na ule muonekano. I wish tuwe na nyumba yetu kama hii mama. Niliposikia inauzwa, nikatamani sana tujenge familia tukiwa humu. Donald akachombeza na Vai akashikwa na hamu kubwa sana ya ndoa pamoja na kubeba mimba Donald. Okay, so wanauze bei gani? Ni milioni 20 na mimi na milioni 5 tu hadi sasa. Donald alijibu hivyo na kimya katawala. Hata Vai alionekana kunyoya.
Alipiga hesabu zake, lakini ni wazi aliona hazikai. Mshahara wake jumlisha vikoba, michezo anaocheza haviwezi kuleta milioni 15 inayohitajika hata wakae mwaka mzima wanaitafuta. Alafu ni nyumba sasa, haiwezi kuwasubiri wao. Ndio hapo ni pazito. Nafahamu sana, ndio maana nilikuwa nawaza ni wapi naweza kupata mkopo ninunue, alafu nitakuwa narudisha taratibu. Donald akaweka wazo lake, na hapo akili ya Vi ikaingia wazo lingine: mikopo. Lakini hakutaka kulipa nafasi kubwa kwanza hadi amsikilize mwenzake. Yani unadhani unaweza kupata mkopo mahali alafu tukainunua hiyo nyumba kisha tukawa tunasaidiana kulipa? Hata hii milioni 5 nilionayo ni mkopo kwa washikaji zangu, na hapa ndio mkwamo wangu rasmi, kwa hiyo siwezi kupata kwingine. Donald akajibu hivyo na kushusha pumzi nzito, akata tamaa. Vi akafikiria vya kutosha, akapiga hesabu za hapa na pale, akaona kuna uwezekano wa kuzipata hizo milioni 15 ndani ya wiki tu. Lakini pia alijua kuwa kuilipa kwake ni lazima ajinyime mwaka na nusu. Kuna muda atapaswa kutokula au kuvaa au kutumia usafiri ili deni lake lilipwe. Hilo alilitambua vyema. Sasa mimi naweza kutafutia milioni 15, lakini kuilipa kwake itabidi tukubali hata kufa njaa. Mimi sitaki wewe uwe sehemu ya haya mangaiko, sawa? Yaani usiingie kwenye kazi ya wanaume ile hali una madogo na kutazama. Watakufa njaa hawa na waweze, na wataona wenyewe majibu ya kukaa kwa njaa. Hiyo nyumba lazima tuichukue. Vi aliongea kwa kujiamini. Donald akakaa kimya kwa sasa, akiwa hajui afanye maamuzi gani. Umenielewa baba? Vi, please stay out of this. Naomba niachie mimi. No, nipo na wewe. Tutainunua hii nyumba. Niambie lini nikamilishe ili tuhamie kwetu. Mwanadada akazidi kupiga msumali. Donald hakuwa na jinsi, akampa mkakati mzima wa jinsi ya kuinunua. Kikubwa alichomwambia Vi ni kuwa atatanguliza ile milioni 5 ikashike uchumba baina yake na nyumba. Hilo likapita. Kwa furaha wakajikuta wanakulana tena. Basi mchakato wa kwanza kuitafuta milioni 15 ulianza kwa Vi. Hakutaka kumshirikisha yoyote yule, hata mdogo wake ambaye sasa aliacha kila kitu kwenye mikono ya Mungu. Vi akaingia kwenye benki ambayo inapokea mshahara wake. Sifa na vigezo alikuwa navyo vyote. Hakuwa na deni wala mkopo wowote. Alikuwa Mtanzania halisi na alimiliki hati ya kiwanja kilichoachwa na wazazi wake. Zikapigwa hesabu za mali zisizohamishika na mshahara wake wa kila mwezi ikaonekana kwenye ile benki anaweza kuchukua milioni 7 pekee. Sio mbaya kwa kuanzia, na uzuri alipewa mamlaka ya kuchagua aina ya malipo. Hilo likaisha, lakini nusu ya mshahara wake ulikuwa unakatwa kila mwezi kwa ajili ya kulipa lile deni. Sasa zilizobaki milioni 8 tayari alishapanga ni wapi atazipata, kule anapocheza michezo. Alihakikisha anachukua pia mizigo. Vikundi 4 alivyokuwa navyo vilitosha kumpa milioni 5. Na taarifa ilimfikia rafiki yake Adija kuwa mshikaji wake kachukua pesa za kutosha. Haijulikani anapeleka wapi. Ndipo Adija alipojivika ujasiri wa kumfuata. Adija akasema kwamba Vi, hivi nini unataka kufanya? Adija alimuuliza rafiki yake. Maana kwenye vikundi vya mtaani alivyokuepo Vi na Adija alikuepo kasoro vile tu vya walimu. Vi akamuuliza kwamba leo mama wako ongea na mimi best. Hakuna Vi, mimi nataka tu kujua sababu za wewe kukusanya pesa zote hizo. Hata sio nyingi. Kwenye kile kikundi chetu cha mtaani nimechukua 600,000 tu, na kile cha kule mjini wamenipa milioni 1,200,000. Sasa uone hizo ni nyingi sana Vi jamani, na maisha yetu haya tia maji. Tena hapo bado nimechukua na vikundi vya walimu shule na kile cha kata yetu. Hao wamenipa milioni 3.5. Wewe Vi wewe, ndio hivyo shoga yangu. Na bado benki wamenichapa na milioni 7. Lakini bado milioni 3 itimie milioni 15. Tukachukue bangaro letu. Vi alijitapa hivyo. Hadija akasema bangaro gani Vi? Nyumba babu, bonge moja la nyumba kwa bei rahisi tu. Nimalizia kwambia. Ndo anashughulikia sasa hivi. Yaani Donald ndiye akakwambia kuhusu hiyo nyumba?
Sasa unadhani nani sasa eh? Niye baba mjengo. Hapa navuta picha, tupo nyumbani kwetu wenyewe. Vitoto vinacheza kwenye kibaraza. Sisi tupo sebleni. Dika pakata miguu yangu ananikanda kanda. Eh? Noma sana shoga yangu eti. Hadija alikuwa anamtazama rafiki yake na kuhisi kwamba anachanganyikiwa. Hadija akasema, Vai, hivi una uhakika na haya maamuzi yako? Vai akajibu, na uhakika 500% bila senti. Na atakayeingilia haya maamuzi na mtoa roho. Vai jamani, Vai. Vai, hivi ni wewe kweli ambaye huoni picha ya kilio chako kweli? Kilio chako nyo. Hapa naona furaha tu, tabasamu limechanua kama waridi. Hadija akavuta pumzi ndefu akasema, Vai, kuwa makini. Ndio ushauri wa mwisho kumpa rafiki yake, lakini siku la kufa halisikii dawa. Nishakuwa makini sana kwenye kuvuka barabara. Hili alinishindi. Barabara si milioni 15 za mkopo shoga yangu. Hadija hakutaka tena kuendelea kuongea, akaaga na kuondoka zake. Akaacha akili za rafiki yake ziamue. Basi kulipokucha, safari ya Vai ilikuwa ni kwenye ofisi za watu wa mikopo wenye vile vigari. Alitembelea ofisi 2 tofauti, akapata 1.5 na riba inayopanda kwa kasi ya umeme. Akabakiza kiasi kidogo kutimiza lengo. Hakusumbuka pia, akawaomba baba zake wamsaidie kiasi hicho na aliahidi kuwalipa. Kweli akapewa. Sasa 15 alikuwa nao mikononi. Tabasamu limechanua. Alifika nyumbani na kujitua kwenye kochi. Tabasamu likamwagika usoni pake. Akavuta picha yupo na mumewe Donald. Labda yeye ana mimba na mwamba anamjali. Akideka, anadekezwa. Akilia, anapauzwa kwa busu zito. Atake nini asiletewe tena kwenye jumba lao? Jumba kubwa. Tena linawaka umeme kila mahali kama ikulu. Kwa nini asitabasamu? Moyo ulimwaka. Akatamani mmewe mtarajiwa awe pale muda huo kwanza. Amuonjeshe chakula ya baba. Halafu amkatie mkwanja wote aliyoukopa huko na huko. Ila Donald hakuwepo hapo. Alikuwa anarandaranda tu mjini. Baada ya nusu saa hivi usingizi ukamjia machoni. Akaona isiwe tabu, akanyanyuka na kuelekea chumbani kwake. Huko akajitupa kitandani na nguo zake. Hakuwa hata na haja ya kuziondoa. Uchovu, uvivu na mchoko vyote vilimtembelea ndani ya muda mmoja. Akalala. Hakujua ilichukua muda gani kwa yeye kulala, ila mikono iliyokuwa inapita huku na huko kwenye mwili wake ndio ilifanya ashtuke na kuruka mbali na kitanda chake. Ni mshtuko mkubwa sana ulimkumba, na sauti ya mshtuko iliambatana na woga wa hatari. Donald alimuuliza Vai kwamba kuna nini. Ni Donald ndiye aliyeingia chumbani kwa Vai, na alipomkuta kalala alianza kumpapasa huku na huko, ndipo mwanadada alishtuka. Yaani kumbe ni wewe. Mbona umeshtuka sana? Nilikuwa naota tu. Ndoto mbaya tu, yani ndio wewe ukaingia. Vai akajitetea huku bado kasimama kule kule. Hakutaka kusogea karibu na Donald. Sijui alisahau. Ndoto gani hiyo mama? Alafu toka huko basi, njoo huko. Vai akajisonya na kutoka kule alipokuepo. Akafika hadi kwa Donald, wakaangaliana. Hakuna la maana, ni ndoto tu ya kugopesha, si. Nimechoka. Afisa, unajua kilala ukiwa umechoka, mandoto yanayokuja ni huwa yanakuja tu hataeleweki. Pole sana mama. But nimekumisi. Amesi Maudi. Donald akajibiwa, na punde wakawa bafuni wakipa mili yao safi kabla ya kurudi chumbani na kuonyeshana kazi. Tayari usiku ulishaingia. Donald bado alikuwepo kwa Vai na alitarajia kulala hapo kabisa. Alikaribishwa chakula cha usiku, akala na kushiba. Ndipo baada ya zoezi hilo likaja zoezi ambalo wote walifurahia zaidi. Nimepata kila kiasi baba. Unamaanisha nimepata milioni 15? Yeah baba, sema nimekopa sana. Hivyo kitakachofuata hapa ni malipo tu ya watu. Tukomae na kuyamaliza. Hilo limekwisha mchumba. Unajua ukiwa unalipa madeni upo ndani ya nyumba yako ni heri kuliko ukiwa kwenye kibanda cha kupanga. Tushakuwa kwenye vibanda tayari.
Haya mabanda ya watu tu bwana. Japo na thamani lakini ni heri na si tu na banda letu special. Hapo menena mwanaume. Basi Vai alijibu hivyo, wakaendelea kupeana ya hapa na pale, na mwishowe ilikuwa ni kukabidhiana milioni kadhaa za kukopa. Ilikuwa ni jambo la furaha baina yao, lakini furaha ilitaradadi zaidi kwa Donald. Kushika milioni zile kwake ilikuwa ni kama ndoto. Vi, nitakufurahisha Vi, Donald alimwambia Vai baada ya kukabidhiwa kitita. Nifurahishe nao. Vai hakuwa na dogo, akapewa alichohitaji. Asubuhi ilipowadia, Donald alijiandaa haraka na kumwaga Vai, akimwahidi kuwa baadaye angerudi kumpa mrejesho. Vai akaitikia kichovu na kuendelea kuchapa usingizi. Jioni Donald alirudi, huku sasa kapambwa na tabasamu. Akatoa taarifa za kununua nyumba na kilichobaki muuzaji kuandaa makaratasi ya makubaliano na hati, kisha mambo mengine yangefuata. Vai akafurahi maradufu, akasema I can't wait. Aliongea sasa akichanua tabasamu. Donald akasema usijali, baada ya siku 3 tutakwenda ukapige sahihi upewe mjengo wako. Vi akasema sio mjengo wangu, ni wetu baba. Donald akasema yewa, wetu. Donald akaendelea kutoa taarifa za maendeleo kwa siku 2 mfululizo. Vai alikuwa anajiandaa, huku kazini alikuwa anatembea kwa kuvimba. Tayari alishaanza kunukia kwenye nyumba yake. Mambo yalikuwa moto. Ikawadia ile siku ambayo alipaswa kwenda kusaini makaratasi muhimu ya makabidhiano ya nyumba. Alikuwa na kiwewe. Akili haikuwa akili yake yani. Kila akivuta picha jinsi anavomwaga wino, tabasamu lilichanua ipasavyo. Tangu asubuhi alikuwa anasubiri ujio wa Donald ampeleke huko kwenye nyumba yao. Cha ajabu, hadi muda huo wa mchana, tena saa 8, bado hakumuona Donald wala kusikia simu yake. Akasema ngoja nivute subra. Akajishauri, huku sasa kiwewe cha kusaini karatasi kikigeuka kuwa kiwewe kingine kabisa, kiwewe cha uoga. Kila ujumbe ulioingia kwenye simu yake aliruka kwa fujo na kutazama, lakini alikutana na message za sitapeliki, songesha, siji, yani yale message yale ya mtandao. Na kuna muda za waganga wa jadi. Kwamba mganga wa jadi siji ni yule mganga wa jadi tuliyemtafuta amesema message yale kitapeli. Hili kazidi kuponda na kuteketeza moyo wake. Saa 12 kawadia. Hapo sasa hata tumbo la kuhara nalo lilikuwa ni mali yake. Likamvuruga, na zaidi hata simu ya mmeo ilikuwa ipatikani. Mikono ilimtetemeka na moyo ulipondeka. Hakuwa katika hali salama. Alijihisi kufa, lakini ndio bado mzima. Basi kwa sauti ya juu akamuita mdogo wake ambaye anaitwa Maria. Alimuita, "We Maria." Binti akakurupuka alipokuepo na kujongea. Akaitika, "Abe dada." Baada ya kufika mbele dada yake aliitikia hivyo. Vai akauliza kwamba Donald umemwona au amekupigia? Hapana dada, sina hata namba zake. Dada kwani kuna nini? Acha tu dogo. Hebu ngoja niende kusubiri. Vai akababwaja, lakini alichokuwa anafanya ni kama kusubiri ndege huko feri. Hadi asubuhi ya kesho yake inawadia. Hakuna Chadi wala Donald. Bora iwe asubuhi, hadi mchana na jioni pia hakuna dalili yote. Sasa rasmi maji yalikuwa yamemfika shingoni. Alihitaji kuongea aone anasaidiwa vipi. Akamuita Maria ambaye ni mdogo wake. Vai alisema ya kwamba Donald Simoni na nilimpatia milioni 15. Dada, milioni 15? Za nini na za nani? Nilikopa huko na huko. Alisema kuna nyumba inauzwa. Maria akashusha pumzi ndefu. Japo alijua hiyo habari, lakini kwa Donald kupotea na hiyo pesa, hili lilikuwa jipya na baya zaidi. Kwa dada, umempigia simu? Tangu juzi hapatikani. Vai akajibu haraka na kuinamisha kichwa kama mtu mwenye mawazo. Sasa dada, unadhani nini kimetokea? Kivipi yani? Kapata ajali, katekwa au kakimbia nazo? Ni mdogo wangu aniselewi yani. Sijui lolote yani, selewi yani. Vai akajibu na kuangua kilio. Tena kilio kikuu. Mdogo wake akasogea kwenye kochi alikuwa kaka dada yake na kuanza kumfariji. Maria akasema, "Pole dada, pole sana, lakini kwa sasa unapaswa kuwa jasiri zaidi kuliko huu udhaifu." Vialelia akababwaja akasema kwamba dogo inauma. Inauma lakini basi tu.
Maria akasema najua, ila kwanza tujue nini kimetokea. Vaya akasema sasa nini kimetokea unadhani? Maria akasema ndio tujue hilo dada. Na kujua hilo kwanza tunapaswa kwenda kwake. Maria alishauri hivyo, lakini Vaya akajibu kwamba sipajui kwake. Alijibu hivyo na kuanza kulia tena. Maria akasema kwamba kwa hiyo nyumba uliyopaswa kuinunua na yenyewe pia huijui. Yaani mimi nilikuwa namaanisha kwamba nyumba uliyopaswa kuinunua. Swali lingine kutoka kwa Maria. Hakujali kuhusu swala la dada yake kupajua kwa mpenzi wake. Yeye alitaka pia kujua nyumba aliyopaswa kununua ni sehemu gani. Via akajibu ya kwamba nayo sijui. Maria alishusha pumzi ya haja. Akasema dada. Via akasema nisijui hata mdogo wangu nifanyeje. Basi Maria akasema kwamba mimi napajua kwake. Macho yakamtumbuka Vai. Akamtazama mdogo wake kwa sekunde kadhaa. Akawa ni kama na kigumizi hivi asijui anataka kuuliza nini. Maria akamalizia kwamba unataka kujua nimepajuaje? Via akasema kwamba umepajuaje? Maria akasema niliamua kumfuatilia. Yeye mwenyewe hajui kuwa anapajua kwake. Basi Via akasema kwamba yani ulimfuatilia kwa sababu gani? Swali hili lilimshangaza Maria. Maria akasema dada bwana, hivi nadhani na mimi ningeshikwa na upofu kama ulivyopofuliwa wewe? Mimi nilimfuatilia sababu nilijua ipo siku litatokea la kutokea. Heri hata yani imekuwa pesa. Aya angekuteka je? Vaya alikaa kimya. Maria akamalizia kwa kusema twende kwake sasa hivi. Basi wakanyanyuka kama walivyo. Safari ya kwa Donald ikachukua nafasi yake. Kwa mwendo wa JKT wakajikuta wapo kwenye nyumba moja ya kupanga. Wakamuulizia mwenye nyumba, wakaonyeshwa. Akamfuata na kumuulizia Donald. Wakaulizwa kwamba yule kijana dalali ama? Vai kwa upole akajibu ya kwamba huyo tunamtafuta. Mwenye nyumba akajibu ya kwamba yule mbona amehama juzi hapa, nasikia sijui kahamia Mahenge huko. Vai akapayuka, Mungu wangu. Mwenye nyumba akauliza kwamba kwani kuna nini? Vai akasema kwamba Donald. Vai hapo akadondoka kama mzigo, na hiki kikawa ni kizaazaa kingine. Mwanadada alizinduka baada ya saa moja. Alijikuta yupo kituo cha afya cha kata yake, katundikiwa drip ya maji. Alikuwa kachoka mwili na akili. Hakuwa nakumbuka lolote lile, lakini pembeni yake alimuona mdogo wake. Akamuuliza kwamba kuna nini kimetokea. Maria akajibu ya kwamba ulizimia dada. Jibu hilo sasa linakumbusha tukio la mwisho kumtokea. Via akasema ya kwamba mmempata Donald. Swali likamtoka Vai baada ya kimya kirefu cha kurudisha kumbukumbu. Maria akajibu ya kwamba hapana dada, ulivozimia na jitihada za kumtafuta nikaziacha, nikaona bora kwanza uamke ndio nijue naanzia wapi. Vaya akasema huyu mwanaume kajua kuniumbua, kajua kuniumiza na kajua kunionyesha kweli kanifurahisha kama alivyoniahidi. Vaya aliongea kwa unyonge. Tukumbukeni Donald alimwambia nitakufurahisha Vi. Sasa Vi maskini akajua ni kufurahishwa kwenye 6 kwa 6. Toba. Basi Maria akasema kwamba amna dada, ili pia ni darasa kubwa sana kwako. Badala ya kuyaweka sana akilini ni bora kuanza kufikiria ni vipi tunaondokana na haya madeni. Vaya akasema ujinga wangu tu mdogo wangu. Lakini hapa na kwa kweli. Yaani ujinga wangu mdogo wangu mimi na kuingiza kwenye mambo ya ujinga wangu yani. Nisamehe sana. Maria akasema dada, lilo kutokea ni letu sote. Kama nyumba ungenunua ingekuwa yetu wote. Ningeishi pia humo. Sasa kwa nini ili deni na mie nisiwe sehemu yake? Vaya akasema dogo acha tu. Mlinionya mapema Wewe na Dija mlinionya ila sasa nikajifanya nunda. Leo nisiyesikia la mwadhini wala mnadi swala yamenikuta. Maria akasema dada acha hayo mawazo. Tuplani tuone tunaweza kulipa vipi haya madeni. Via akasema kwamba alafu najua niliota kabisa atakuja kunifanyia huu nyama ila nilipuuza. Badala ya kumsikiza mdogo wake yeye alikuwa kwingine kabisa. Maria alisisitiza akasema dada please. Vaya akasema nadhani mimi nachanganyikiwa dogo. Nipo safi ila ukweli tu ni kuwa nilionyeshwa huyu shetani. Ila nikajitia kiburi sikusikia. Tena juzi tu hapa. Sikumkuta nyumbani ikabidi sasa nikajilaza chumbani. Yaani nilimuota huku juu kichwani chake alafu huku miguuni ni nyoka mkubwa tu ana mabaka. Akaanza kuniviringisha pale kwenye mwili kuanzia chini hadi juu alafu sasa vichwa vyetu vikakutana. Yaani tukawa tunatazamana. Ghafla akatanua mdomo wake na kutaka kunimeza ndo
Nikashtuka, lakini ghafla nakutana naye uso kwa uso chumbani kwangu. Niliogopa sana. Sasa sijui kwa nini yani sikuitilia maanani ile ndoto. Maria akasema huenda ilitakiwa iwe hivi ilivyo, ili baadaye usipuuze tena. Vaya akasema inawezekana, lakini kwa nini imetokea kwangu? Sauti ikasikika ikimjibu ya kwamba haipo kwako tu. Sauti ilikuwa ni nyingine na wote wakatazama kule ilipotokea. Wakakutana bwana mmoja akiwa kavaa kitabibu. Jamaa alieleza akasema kwamba wengi tu yamewatokea, hata mimi ilimwahi kunikuta. Basi Vaya akauliza kwamba yalikukuta kama yangu. Vaya aliuliza wakati huo tabibu alikuwa anamchukua vipimo mbalimbali ikiwemo pressure. Tabibu akajibu ya kwamba tena kubwa zaidi, nilitoa milioni 40, nyumba yangu pamoja na gari. Vaya alishangaa sana akauliza, wapi hiyo? Ile jamaa akatoa simu yake na kubonyeza kisha akampatia Vaya. Vaya akaipokea na kuanza kutazama. Ilikuwa ni taarifa ya zamani kidogo. Iliwekwa miaka 6 iliyopita na ilionyesha picha ya yule tabibu pamoja na mali zake ambazo ilidaiwa ndizo zilikuwa malipo ya deni ambalo alikuwa anadaiwa baada ya mkewe kukopa huko na huko na kushindwa kulipa deni. Taarifa ilisema mkewe alikimbia deni punde tu alipoona hatuweza kulipa. Vaya akauliza kwamba sasa ilikuwaje mpaka akapewa hii mikopo yote? Tabibu akajibu ya kwamba acha tu, nilimwamini sana yule mama. Yaani sana tu. Nikampa hati ya nyumba, kadi ya gari na hata maviwanja yangu alikuwa anayajua. Akaweka ndo dhamana yake endapo atashindwa kulipa. Vaya akauliza ya kwamba yani alikwambia ama? Tabibu akasema niambia wapi? Mimi nilishtuka tu naitwa tu huko kwenye mabenki na kupewa taarifa. Vaya akauliza tena, sasa hela alipeleka wapi? Tabibu akajibu najua basi milioni 70. Vaya kwa sauti juu akasema nini milioni 70? Tabibu akajibu can you imagine? Basi Vaya akasema hii kiboko sasa bora hata mimi. Vaya aliongea na kumfanya hata mdogo wake acheke. Jamaa akasema kwamba akaunti yangu ilikuanguliwa yote na bado deni alikuisha. Nikauza viwanja vyangu 4 lakini wapi? Ndio kwanza nikawa naona kama deni linaongezeka. Unajua nalipa milioni 30 inabaki milioni 40. Unaona kama ile milioni 70 ilikuwa ndogo kuliko hii 40. Jamaa aliongea hivyo, tayari alishachukua vipimo vyote. Maria akauliza kwamba yani milioni 40 kubwa kuliko 70? Ndio mdogo wangu, maana wakati mimi nadaiwa milioni 70 niliona naweza kumudu. Kutaamaki nalipa milioni 30, alafu sasa iliyobaki sijui hata nalipaje. Hapo ndipo milioni 70 kuwa ndogo kuliko milioni 40. Basi Vaya akauliza kwamba hatari kwa kweli. Kwa hiyo ulilipaje? Jamaa akajibu ndio kuuza gari na nyumba. Gari la milioni 45 nikauza milioni 25 na nyumba nikauza milioni 20. Mkononi nikabaki na milioni 5. Nikarudi kupangisha Uswahilini huko. Vaya akasema hii hatari. Vaya akaongea baada ya kusikia ile simulizi. Daktari akasema ya kwamba ndio nakwambia haupo peke yako, haja kutokea wewe pekee. Ila hapa sasa jinsi ya kuyamudu ndio tupo tofauti. Mimi niliacha apite tu nikakubali kuanza upya. Vipi kuhusu wewe? Daktari aliuliza hivyo. Vaya akawa kimya. Sasa Vaya akauliza kwamba kwa hiyo mkeo ulimwona tena ama? Vaya aliuliza swali lingine kabisa na kumfanya hata mdogo wake acheke. Jamaa akasema kwamba nilimwona, yupo imara kabisa, anaendelea kupiga kazi hapa mjini. Ana maduka yake makubwa tu, mambo yamemnyokea. Vaya akashangaa akasema yani anyway, ila huyo ipo siku yatamrudia tu. Tabibu akajibu mimi namuombea aendelee kufanikiwa kuliko kupinduka. Naamini atapanda zaidi ya pale. Basi Vaya akasema una roho nzuri sana wewe kaka. Yaani mimi huyo Donald natamani huko alipo agongwe na nyoka afe kabisa. Dr. na Maria wakacheka. Jamaa akasema isaidie kitu lakini. Basi daktari akaendelea kuongea na Vaya na mwanadada akarudi katika hali yake, japo si rahisi kurudi kama zamani. Ilihitaji muda wa yeye kukaa sawa. Mipango ikafanyika ili madeni yaanze kulipwa. Ile dokta aliwachangia 200,000 ya kuanzia kwa wale wanaokuja kudai kila siku. Japo muda wa kuanza kudai ulikuwa haujaanza, lakini walianza kutafuta pesa za watu taratibu, lakini bado hazikutosha. Ndipo wale ambao si wastahimilivu walipoanza kuja. Basi wale jamaa wenye vigari siku moja bwana alimtembelea
Wakamwambia kwamba we dada, unajua vitu tumekuvumilia sana lakini unatuona kama maboya eh? Walimtembelea hapo baada ya kuona marejesho yalikuwa hafifu. Vai alijitetea akasema, jamani naombeni muda kidogo tu, deni lenu nitalipa. Baada ya Vai kuongea hivyo, jamaa alifoka akasema, muda gani dada? Upo nje ya makubaliano yetu. Mkataba ulisaini huu hapa. Mwisho wa kulipa ilikuwa ni tarehe hii, lakini hadi sasa hivi hujaweka hata 100. Vai akalalamika akasema, jamani mbona niliweka 100,000? Basi jamaa kwa hamaki akasema, nini 100,000? Hivi 100,000 kwenye milioni 1 ni kitu gani? Laki sio pesa wewe. Vai aliendelea kusakamwa. Sasa Vai akasema kwamba lakini mnajua riba zenu zinapanda kwa spidi sana. Yaani milioni 1 imefikaje? Mimi hata sijui ni imefikaje. Ila nichukua 800,000 tu. Sasa 200,000 nzima imeongezeka kivipi yani? Jamaa akasema kwamba wewe si ulisaini mwenyewe. Ulikubali kabisa. Sasa unachotaka kupinga hapo ni nini? Hebu tupatie chetu bwana, ama la turudi kwenye mkataba wetu. Ukatupatie kiwanja cha huko kwenu na nyumba yake. Vai akabaki kimya. Jamaa mwingine akaongea akasema kwamba tunakusubiri wewe dada, tuna mambo mengi sisi. Vai akajitetea akasema, nombeni muda, nitaanza kulipa deni lenu hadi nimalize. Jamaa akasema, sasa ili upate huo muda ingiza kwanza 200,000. Hutatuona hata wiki yote hii. Tutakuja tena wiki ijayo kama usipolipa. Vai alijitetea akasema, jamani basi tufanye kesho basi nitalipa hiyo 200,000. Jamaa bila utani akajibu, tunataka sasa hivi ama la tupeleke kwenye nyumba yenu. Vai akawa hana la kufanya. Akauliza kwamba unatoa 200,000 au tunakwenda huko kwenu? Vai akasema, jamani basi chukueni haya makochi mkauze, mimi hiyo 200,000 sina. Vai aliongea sasa nusu ya sauti yake ikiwa imegubikwa na kilio. Akajibiwa kwamba tutauza wapi dada? Sisi tunataka tucheze na mkataba tu. Kwenye mkataba hakukuandikishwa haya makochi. Alijibu hivyo na mwanadada akazidi kupagawa. Vai akajiuliza sasa nafanyaje? Akajibiwa kwamba hata sisi hatujui. Hamisi, au wewe unajua? Jamaa akamuuliza mwenzake. Huyo Hamisi akajibiwa kwamba njulia wapi mie bwana? Nitajua akitupa chetu tu. Basi wakaendelea kumdai Vai hadi pale Maria alipoingia na kuwakuta wakiendelea na kauli zao kali zisizo na huruma. Maria akauliza kwamba kuna nini dada? Vai akajibu kwamba wanadai milioni 1 hawa. Wanasema nisipolipa wanachukua ile nyumba ya baba. Maria hakuongea. Akashusha begi lake chini na kufungua zipu, akatoa vifungu kadhaa vya pesa akawapatia. Basi Maria akasema kwamba hiyo ni 300,000 kaka zangu. Naomba mje baada ya wiki 3 mtapata zingine. Wale jamaa wakaangaliana, hawakutegemea malipo ya namna ile kwa wakati ule. Wakakubali kuja baada ya wiki hizo. Vai akamuuliza Maria kwamba wewe Maria, hela umetoa wapi? Maria akajibu kwamba imebidi niwaambie wakina baba ndo amenichangia hiyo. Maria alijibu hivyo, japo Vai hakutaka baba zake wajue, lakini hakuwa na jinsi, ilibidi akubali. Ndipo siku zilizofuata wakaibuka wana kikundi chake sasa. Wakabeba jokofu na runinga. Hajakaa sawa. Wakaibuka wale jamaa wakausha damu ambao wao walikuwa wanataka 20,000 kila siku hadi pesa yao itimie. Hao walikuwa ni pasua kichwa aisee. Na waliogopeka sina Vai tu, ni mtaa mzima. Hawakupenda kuwakopa. Walikuwa wanadai kwa njia ya kuaibisha na za vitisho. Punde tu sura ya Vai ilikuwa imepamba nguzo za umeme, ikinadiwa kama mdaiwa sugu asiyelipa madeni. Hawakuishia hapo. Walianza kutuma message kwa marafiki wa Vai na baadaye waliingia mtandaoni kusambaza kashfa za mdaiwa sugu. Vai akazidi kukonda. Mambo yalivurugika, akawa hana kimbilio. 20,000 kwa siku kwake ilikuwa ni mtihani mkubwa sana. Kuna kipindi hata 1,000 ilikuwa ya shida kwake. Hadi mdogo wake aombe huku na huko. Ilikuwa heri kwenye benki walikuwa wanakata mshahara wake. Hivyo wale hawakuhangaika kuja mtaani, maana mzigo ulipoingia kwenye account wao wanakata chao moja kwa moja. Kilichobaki hakikumudu kulipa madeni mengine. Lakini madeni ya mtaani yakaendelea kumsakama kwa miezi 2 mfululizo. Kwenye milioni 8 alizokopa mtaani, aliweza kurudisha milioni 4 pekee kupitia michango ya baba zake, kodi za wapangaji na kuuza baadhi ya vitu vyake vya ndani na hata mavazi. Basi mambo ndo alikuwa hivyo. Sauti sasa ilisikika ya Hadija akisema, shoga yangu mambo. Ilikuwa ni sauti ya Hadija kwenye simu baada ya
kimya kirefu bila kuwasiliana naye. Tangu walivyoondoka na vitu, mwanadada huyu hakumtafuta rafiki yake. Vai akauliza kwamba leo umenikumbuka Hadija? Hadija akajibu, mimi sijawahi kukusahau besti yangu, ni vile tu mambo yalikuwa mengi. Vai akajibu ya kwamba haya, leo yamekuwa machache, niambie kuna lipi jipya? Hadija akajibu, yapo mengi tu, lakini kubwa zaidi nataka nije kwako. Vai akajibu, uje kutazama nilivyoondokewa na vitu, si ndio? Ukahadithia mashosti wenzako kuwa ndani kwangu kumebakia fuvu tu, si ndio? Hadija akasema, haiwezi kutokea Vai, wewe ni wangu, umenifaa sana wakati wa shida, huu ni wakati wangu kukufaa. Sauti ya Hadija ilionyesha inamaanisha kile ambacho alikiongea. Vai ilibidi sasa akubali, kwa sababu kwa muda ule hata faraja ya maneno kwake ilikuwa kubwa. Akamruhusu. Baada ya saa moja Hadija alikuwa mlangoni kwa Vai. Alikuwa akapendeza, aliwaka, shavu lilikuwa nono. Hakuwa yule wa enzi zile. Vai alitabasamu kwa kumwona rafiki yake amerudisha mwili. Vai alitania akasema, wao, unaona mambo si mabaya. Basi wote wakacheka. Hadija aliingia ndani, makalio yake akapokewa na mkeka tu. Hakujali, alishawahi kupitia hayo maisha. Hadija akauliza kwamba Maria yupo? Vai akajibu, yupo chumbani kwake. Hadija akasema, hebu muite basi nimsalimie, maana naye kitambo sana. Vai akafanya hivyo, na Maria alipofika alitabasamu kumwona rafiki yake, yani rafiki wa dada yake. Maria akasema kwamba, auntie, leo ndo natukumbuka. Maria aliongea huku sasa naye akikaa kwenye mkeka. Hadija akajibu ya kwamba, sijakumbuka tu, nimekuja na taarifa nzuri kwenu. Vai akasema kwamba usituambie una mtoto mwingine tumboni. Vai aliwahi na kumfanya Hadija acheke. Hadija akasema kwamba ndo nafikiria hivyo. Maria naye akachanga akasema, kweli auntie, taarifa za watoto tushazoea. Na ulivong'aa hivyo. Hadija akasema, hamna bwana, ni Hamza tu kapata kazi kwingine. Basi maisha yamekaa poa sana kwa sasa. Mtoto kwa sasa hapana kubwa. Yaani bado kufikiria mtoto? Bado. Ni vile tu Hamza amepata kazi sehemu nyingine. Vai akauliza, sasa kuna nini? Hadija akavuta pumzi ndefu na kuwatazama rafiki zake kwa nukta. Maria akalalamika akasema kwamba, nini auntie, mbona unakuwa kama mtunga riwaya? Hadija akasema, usijali Maria. Alimjibu hivyo na kuchanua tabasamu. Akasema kwamba tumempata Donald. Vai akauliza kwa hamaki, nini? Hadija akasema tumempata Donald Vai. Maria akauliza kwamba yani wakina nani sasa? Sisi, wewe au wewe na kina nani? Hadija akasema, nilimwambia bibi kilichokukuta. Kuna kipindi aliumwa sana na hela zikapukutika. Tukaja kuchukua vitu hapa. Kwa hiyo tulivyouza zile hela nikapewa mimi ndo nikampa yeye, lakini sasa nilimwambia japo nimpate hizo hela lakini nimejisikia vibaya kwa sababu tumepora vitu. Ndio bibi kuuliza tuliyempora, na uzuri alikuwa anakujua. Sifa zako nilimpa. Akaahidi akitoka hospitali atafanya sako kwa bako ili kumpata Donald. Na kweli jana tumempata. Hadija alimaliza kwa kuongea hivyo na kumfanya Vai awe anapumua kwa kasi. Vai akauliza kwa kioyo ya kwamba sasa yani umempataje na hela je? Hadija akasema alijificha huko kivule. Akafungua duka kubwa tu la nguo na lingine la spare za bajaji. Alikuwa vizuri tu, vijana wa bibi wakamteka. Kilichotokea, mbona atahadithia? Vai akasema kwamba nini kimetokea? Hadija akasema akateswa, kaabanwa zile gorori hadi akataja anapoishi. Kumbe wakati upo na wewe alikuwa na mwanamke mwingine, tena wana mtoto mmoja. Ndio wale vijana kufanya umafia wa kwenda wakamteka mtoto na mkewe, wakamwambia arudishe pesa zote alizoiba kwako na nyongeza juu. Maria aliuliza huko akitabasamu ya kwamba kwa hiyo karudisha ama? Hadija akasema alitaka kuleta za kuleta. Akatumiwa video ya mkewe anataka kufanywa ujinga. Vai akakatisha akasema kwamba ni ujinga gani? Hadija akasema sikubakwa. Vai akajijua akasema Mungu wangu, Hadija unataka kufanya nini? Kwani yule ana makosa gani? Hadija akasema best relax. Hiyo ilikuwa ni mbinu tu. Wale jamaa hawana ujinga huo. Wanafanya wanachoambiwa. Kidogo Vai akashusha pumzi. Hadija akaendelea kwa kusema kwamba kwa hiyo baada ya hilo onyo la kwanza la kuonyesha wale vijana wakimlazimisha avue nguo, ndipo akamwambia kwamba asipoangalia video ya pili itakuwa ni ya mtoto wake. Sasa kusikia hivyo jamaa akaingiza milioni 25 kwenye akaunti ya bibi, tukaachia familia yake na kumuonya kabisa asikusogelee. Hadija alimaliza na kuchanua tabasamu.
Basi Hadija akasema kwamba hivyo sasa na ukabidhi hii milioni 18, hiyo 3 ni ya usumbufu. Hadija aliongea sasa anafungua pochi na kutoa maburunguti ya pesa na kumpatia Vai ambaye alikuwa kadua. Hadija akasema kwamba bibi yeye kashajilipa milioni zake 7, kwa hiyo usijali best. Hadija aliongeza hivyo, lakini bado Vai alikuwa kaganda tu. Maria akasema kwamba dada, chukua jasho lako dada. Maria akaongea kwa nguvu, na badala ya Vai kuchukua zile pesa alimrukia Hadija na kumkumbatia kwa nguvu huku analia. Vai akasema nisamee rafiki yangu, naomba nisamee sana. Sikusikia ushauri wako, sikufuata hata kidogo, naomba nisamee sana rafiki yangu, nisamee. Hadija akasema nyamaza Vai. Imetosha sasa Umelia sana besti yangu. Ni muda sasa wewe kufurahia tena, nyamaza rafiki yangu. Hadija aliongea huku sasa anamgonga gonga begani. Vai akasema kwamba samani sana Hadija. Aliongea Vai na Hadija alimtoa mwilini mwake, kisha kwa kipande cha kijore chake alimfuta machozi na kamasi zilizokuwa zinatiririka. Hadija akasema kwamba dada umezidi sasa jamani, hadi kamasi. Hadija alitania huku sasa anamfuta. Vai akacheka, hata meno yake meupe jamani yakaonekana. Akamkumbatia tena rafiki yake, huku Maria akiwa shuhuda wa tukio lile muhimu. Kuna lolote msikilizaji tunadaiana? Hapana, lakini naamini kuanzia sekunde ya kwanza mpaka hivi sasa kuna mambo makubwa sana kwenye maisha yako utakuwa umeyaongezea kwenye ubongo wako. Sawa mpaka hapa mimi na Juma Hiza tumefika mwisho. Tunakuachia sasa wewe msikilizaji ulisikiliza. Uyaachie hapa ni wewe, uyaweke akilini uyafanyie kazi ni wewe. Kikubwa tu Mungu sote atujalie afya njema, kwa mapenzi yake tena tukutane hapa Lumba Simulizi kwa simulizi tamu sana ambazo naamini hutopoteza muda wala bando lako. God with you till we meet again. Bye bye.